Okay, ni sehemu ya pili msikilizaji, tunazidi kusonga mbele kwenye hii simulizi ya Teddy. Of course ni bonge moja la simulizi sana. Sijajua kwako wewe mpenzi uliye naye umeweza kumbadilisha jambo gani, japo binadamu habadilishwi, ila kwa upendo na namna unavyoishi naye kuna vitu anaweza kuchange. Sasa Adam ataweza kumbadilisha Teddy. Tukumbuke amemkuta sehemu ya madanguro, sehemu ambapo watu wanajiuza, na wakati huo Teddy amejinadi sana kwamba yeye ni mtamu, anaweza akampatia staili zote, atazame mtoto alivyomkali, ana shingapi uondoke na Emirates. Hii sio ndege ya chini kaka, niambie una shingapi? Adam anakuja kushtuka, anaita what? Tedesta. Basi wote wanashangana, huku mwingine akisema kwamba huu ni uchawi jamani. Sasa yani wewe Tedesta ni kila bwana wa maana mwenye gari ni wako. Tedesta alishtuka sana na kuita Adam. Kwa hiyo kipi kitakachoendelea? Langu jina Lucas Lumbas. Kwa kichwa tu nilimuitikia, huku wale wengine wakisema ya kwamba kumbe wanajuana, yani Tedesta. Tedesta alinitazama, akatazama huku na kule, kisha alinikimbia. Sikumuona tena pale. Nijikuta namuita kwa sauti tu. Wale wasichana wengine maskini ya Mungu wakawa wanafoka sana. Wakaanza kusema, kwani Tedesta nakupa nini cha maana mno hata utaki kuondoka na sisi? Chukua nyama nyingine, sio kila siku kula aina moja. Mimi sikutaka hata kuwasikiliza. Niliondoa gari kwa kasi, nikiwaacha wakinaongelea maneno ya shombo sana. Picha ya Tedesta, picha yake haikufutika katika kichwa changu. Nilikuwa namuona yeye kila muda, vile anavyojigeuza, vile anavyoniambia yeye ni Emirates nimchukue na vitu kama hivyo. Yani naulizo, nataka mapenzi ya faster au nataka kulala naye siku nzima, na kinga au bila kinga? Watu wamejizira bwana. Roho yangu ndani kwa ndani iliniuma sana. Mimi sikutaka hata kwenda nyumbani, maana niliwaza labda nikiwa peke yangu nitafanya jambo baya. Niliendesha gari mpaka nyumbani kwa mama na baba yangu, na kwa kuwa sasa ilikuwa ni usiku, tayari walikuwa wamelala. Nilibisha hodi, tena nabisha hodi huku nafuta machozi yangu. Nabisha hodi huku machozi yananitoka. Just imagine, ni mtu ambaye umeshawaahidi mpaka wazazi kwamba utampeleka nyumbani. Alafu nilisikia mtu akija uelekeo wa mlango. Yes, hisia zangu zilikuwa kweli. Alikuwa ni mdogo wangu anayewasaidia wazee wangu pale nyumbani. Kabla hata hajasalimia alisema kwamba kaka, ni usiku sana, kuna tatizo. Nikamtazama na kusema hapana dada, wazee wamelala muda mrefu sana ama? Huyo dada yangu akaniambia kwamba ndio kaka. Nivuta pumzi yangu ndefu na kisha niliketi na kusema kwamba unaenda kalale, usimwamshe mama. Kumbe mama mwenyewe hakuwa amelala. Alisikia sauti yangu na alitoka haraka sana, akauliza kwamba mwanangu, kuna tatizo? Baada ya kuuliza hivyo, nilimtazama mama yangu nikijizuia nisiongee ujinga. Ndipo nikasema hapana mama, hakuna tatizo kabisa, kila kitu kipo sawa kabisa mama yangu. Nimetoka tu na barabara hii, nilipofika mazingira ya karibu nikaona sijakuona muda mrefu mama, nikakumbuka ndio maana nipo hapa, kumbe nawasumbua. Baba naye akatokea bwana, na kusema kwamba kwa hiyo mama yako tu ndo akumkumbuka mimi baba hata kidogo, si ndio? Mama alianza kucheka akisema kwamba nilijua tu baba yako alivyo na wivu. Hapana mwanangu, wala hata usumbui, kwa maana nilikuwa macho. Huu ni muda wa maombi, kwa hiyo hata wakati unagonga nilikuwa macho. Lakini mwanangu, vipi, mbona kama macho yako upo sawa kweli mwanangu? Msikilizaji, ile swali la mama yangu ni kama lilinitonesha kidonda changu. Nijikuta naumia sana. Unajua kuna ile mtu unajizuia usionyeshe maumivu, alafu mtu ameshakujua kwamba unapitia maumivu, alafu unaulizwa what's happened. Nilisema mama, kazi ngumu sana, sipati tu hata muda kupumzika, ila nashukuru Mungu kila kitu kinaenda sawa. Mama yangu siku ule akainuka na alielekea jikoni. Babangu akasema kwamba hapo mama yako kaenda kuandalia chochote kitu. Si unajua tena alivyo bwana.
Nitabasamu nikasema sina hata hamu ya kula. Yaani mama naye mambo yake. Baba alicheka akasema ya kwamba kwa mama yako utakula tu kwa lazima bwana. Mbona utakula? Basi akaanza kucheka. Na mimi kiuongo na kweli nini nikawa nacheka. Basi mimi na baba tulianza kuongea mambo ya kazi na vitu kama hivyo. Sikuwa nataka ila nimekuja nyumbani lazima basi niongee. Kidogo nikawa nasahaulishwa kwa muda lile tukio. Mama yangu baada ya muda alitoka, alikuwa amebeba bakuli mkononi na kusema kwamba mwanangu kunywa hii supu ulale. Si utalala hapa leo mwanangu ama? Sasa baba kabla sijajibu alisema kwamba lazima iwe hivyo. Mwanangu hawezi kutembea usiku wote huo. Hata hivyo kachoka sana bwana. Nilimtazama mama na kusema kwamba mama, unajua nimeshiba sana mama. Mama akasema usinitanie bwana. Kama hutokula basi tutakesha hapa pamoja. Nimetengeneza hii supu kwa upendo sana mwanangu. Nilimtazama mama huko moyoni nikisema kwamba nataka kuwa mwenyewe sasa. Sasa sikutumia kijiko. Nilishika bakuli kwa mikono yangu miwili na kuanza kunywa. Niliposhusha tu mama yangu alisema kwamba tena bora umekuja mwanangu. Kwa maana kesho asubuhi yule msichana niliyekueleza atakuja hapa. Utamuona. Pengine utampenda mwanangu. Nimtazama mama na kusema mama, nawahi kazini sana. Mama alimtazama mmewe na kisha alisema kwamba tangu lini unaenda kazini Jumamosi mwanangu? Tangu lini mwanangu unaenda Jumamosi kazini? Nikajikuta naishiwa nguvu. Sijui namna ile supu ya moto nilimaliza ndani ya muda gani, lakini nilimaliza ndani ya muda mfupi sana. Sasa mama wangu alisema kwamba umeona sasa? Kumbe una njaa lakini ubishi tu. Nimtazama na kusema kwamba asante mama yangu. Supu ni tamu sana, kama tufungue sehemu ya supu tupate pesa nadhani tutapiga sana pesa. Babangu akainuka akicheka na kusema kwamba hata mimi huwa namwambia bwana mama yako ana mkono mtamu sana. Sasa kijana wewe ingia chumbani ukalale, mimi nimechoka sana. Mke wangu tukalale bwana. Wewe na mwanao mtaongea kesho bwana, twende. Mama akamtazama mumewe akisema kwamba baba Adam jamani, yani wewe unadeka na uzee wote huo. Kalale bwana mimi nakukuta. Baba naye kwa upole akasema bwana mimi siwezi kulala mwenyewe bwana, mimi naogopa bwana. Sijazoea kulala mwenyewe. Twende bwana, twende. Nyanyuka bwana twende. Basi mimi kajikuta nacheka. Hata mama alisema kwamba yani wewe mzee wewe unaongea pumba mbele ya mtoto. Haya, twende mpenzi wangu. Mwanangu jamani usiku mwema tutaongea asubuhi vizuri. Basi nikaa natazama vile wanashikana mikono kwenda kulala. Unajua ndoa yao ni mpya kila siku aise. Hawa watu ni wana furaha. Sasa wananifanya nafurahia maisha yao. Na hii ndio ndoa bwana. Ila mwanamke ambaye natamani kufika naye kwenye hii hatua ni haiwezekani kabisa. Walipoingia tu chumbani, mimi machozi yalinitoka tena upya. Picha ya Tedesta inakuja kwa kasi katika akili yangu. Zile kelele za wale wanawake wengine ndio zinanifanya ninazidi kulia. Ninajikuta ninaumia sana. Huku ndani ya moyo wangu nikisema kwamba Tedesta ndio maana hataki niwe karibu naye. Kwa nini amekuwa mambo kuyaruhusu maisha yake yawe hivi? Natamani sana kujua kuhusu Tedesta. Natamani sana kujua maisha yako ambayo alikufanya wewe uwe na Ali. Pengine naweza nikakusaidia. Naomba nitafuta basi tuongee na kuomba Tedesta. Ni kilio ambacho nilikuwa nalia tu peke yangu. Kwa maana Tedesta hana hata muda wa kuwaza kuhusu mimi. Ndio kwanza atake mazoea na mimi. Sasa huyo mtu mkubwa Hilary aliniambia pengine hajui mwanamke huyu ni kahaba. Moyo wangu unauma sana. Mimi sikuweza hata kuinuka pale. Nikalala pale sebeni. Asubuhi dada ndio aliniamsha na kunifanya nihamie chumbani. Nilala tena bila kupoteza muda kwa maana nilikuwa nimechoka sana. Ukweli ni kwamba nilikuwa nimechoka kwa kiwango kikubwa mno. Yaani sitaki lolote ile kusikia. Sijui ni kwa muda gani ila mida ya saa 6 kasoro mama alikuja kuniamsha. Na kivivu nilikuwa ninaamka. Mamangu akasema kwamba umelala sana mwanangu. Nimekuamsha sana, kwani una tatizo gani baba? Mbona unaonekana haupo sawa mwanangu? Nikasema kwa uchovu ila nikimzingua mamangu nikasema
Mama, acha tu mama, nimejionea. Kwanza mama, kwanza tasije nimelala wapi mama? Hivi unajua nimelala vizuri sana mama. Oh, by the way, shikamoo mama. Nilikuwa ni kama na wenge tu hivi. Mama alitabasamu na kunijibu salamu yangu na alisema kwamba haya, jiweke sawa sasa uje huku. Na kuletea mswaki sasa hivi kijana wangu. Nilitabasamu tu bila kusema kitu kingine. Nilianza kujinyoosha kivivu na tayari mama airudi na mswaki mpya. Aliponipatia niliingia bafoni. Nikajiweka sawa na kisha nikakaa pale kitandani, nikawa ninawaza ndani ya kichwa changu. Lazima nimtafute Tedesta, hata kama hataki mimi kuwa mwanaume wake, ila naweza saidia lolote. Sijui kwa nini, ila ndani yangu ninampenda, siwezi mchukia kabisa. Msikilizaji, mimi sijui wanaume wenzangu wanapokutana na mwanamke anayempenda anakuaje. Na nadhani hata wewe mwenyewe mtoto wa kike unayependwa, sijui huyu anayekupenda huwa anapitia mazingira gani pale unapomwekea ugumu. Ila mimi kwangu, moyo wangu, akili zangu, hakuna kitu nilikuwa nawaza, ni Tedesta tu. Kila kitu ni Teddy. Kuna muda kama hivi yani mama anavyoniambia habari za mwanamke mwingine, yani naona labda yani sije nijaribu kumpa nafasi, ila nasema hapana, simpendi. Namnyima Tedesta nafasi yake ya msingi katika maisha yake. Basi nabaki nalia tu. Tangu nilipokuwa nimeamka sikuwa nimeshika simu yangu. Baada ya kushika, pale juu niliona taarifa ya kuwa nimepokea ujumbe kutoka kwa Tedesta. Haraka nilifungua. Tedesta alikuwa amenitumia ujumbe wa aina moja WhatsApp na kawaida. Aliandika hivi: sijapenda kabisa. Kwa nini unifuate kazini kwangu? Tena unaniita jina langu kama vile mimi na wewe tunafahamiana? Adam, nilikwambia kaa mbali na mimi, usinifatefate. Sasa naona umejionea kwa macho yako, na ndio ulikuwa unataka hivyo. Huo ndio ujumbe alioandika. Unajua kuna mahali unasoma unatamani kulia au kucheka. Anasema nimemfuata kazini kwake. Unajua roho inauma. Ila pia kwa huruma natamani hata kucheka. Sasa Tedesta kuuza mwili ndio kazini kweli? Sijui. Roho yangu iliniuma sana. Niliamua kumjibu haraka nikasema, Tedesta, naweza kukuona? Safari hii Tedesta wala hata kuchelewa kujibu. Haraka alijibu, pesa yako tu. Unajua pa kunikuta. Mikono yangu unajua ilitamani kuandika ila haikuwa inaweza, maana nilikuwa natetemeka. Nilishindwa kuandika kwa muda, kisha nikajikaza na kuandika kwamba kukuchukua usiku mzima mpaka asubuhi ni bei gani Tedesta? Akajibu ni 50,000, ila kuna maelewano, maana unaweza hitaji huduma nyingi zaidi ya 50,000, ila kama unataka ujifurahishe 50,000 inatosha, na kama unataka nikufurahisha basi utaongeza. Nikamwambia okay, usiondoke na mtu leo, nitakufuata. Hakujibu kitu. Nilisubiri jibu huku nikiwaza kwamba ikiwa ninahitaji mimi kujifurahisha ni 50,000, ikiwa inahitaji yeye anifurahishe mimi basi itaongezeka. Inakuwaje mtu anauza utu wake 50,000? Tena hata ana wasiwasi, ananiambia kabisa ni huyu mwanamke ambaye mimi namzungumzia hapa, unajua ni mzuri, ni pisi, ni mpole, anauza upole, anaonekana hata kuongea ni kazi maskini, ila ni kahaba. Anajiuza. Tena kuna huduma mpaka za chap. Unajua ni aibu na inavunja moyo sana. Yaani kuna huduma mpaka zile za fast food. Nijisikie vibaya sana kuona kuwa siku hii ndio siku ya kwanza katika maisha yangu mimi Adam, kijana nimelelewa katika maadili ya hofu ya Mungu, naenda kununua mwanamke ili tu nikae naye karibu. Ninatamani kumfahamu na kujua mengi sana kuhusu yeye. Ndio maana nataka kukutana naye leo, na sasa naona hata muda unachelewa sana. Niliweka simu yangu mfukoni kisha nikatoka mpaka sebuleni. Hapo sebuleni nilikutana na wazazi wangu, lakini pia kulikuwa na binti. Huyu binti ni mzuri kwa maana ni binti ni mzuri of course kwa namna yake, ila kwa bahati mbaya moyo wangu ulimuona tu kama mwanamke wa kawaida kama ambavyo ninavyoona wengine. Mama yangu aliponiona alisema kwamba Adam mwanangu, karibu sana. Nikasema asante mama. Mzee, shikamoo. Baba ananiitikia akasema kwamba unalala sana kijana wangu bwana. Unataka kuwa maskini hapo? Basi tukajikuta wote tunacheka. Dada akaniletea chai pale. Nikauliza chai muda huu dada? Jua kali sana. Mama akasema kwamba mwanangu, nimetengeneza supu, kwani hujaona? Hebu mletee kaka yako hapo umwekee na ndizi zake 2.
Nikatabasamu tu na mama alisema ya kwamba nakujua wewe unapenda sana supu mwanangu. Basi tukacheka. Dada alipokuwa analeta supu, mamangu akasema ya kwamba Adam mwanangu, huyu sasa ndiye yule binti yangu niliyekwambia, anaitwa Lilian. Lilian akatabasamu na kisha mama akamtambulisha Lilian kwangu. Na nikasema ya kwamba nafurahi sana kukufahamu. Nimekusikia sana kwa mama. Lilian akanijibu kwa upendo kabisa akasema kwamba nafurahi pia kukufahamu Mr. Adam. Basi baba alinitazama na kisha alisema kwamba madam, mimi nakwenda nje kuangalia mambo yangu huko bwana. Mama akacheka akasema ya kwamba mambo gani hayo wewe naye bwana? Haya, nakuja nikuletee na kinywaji ama? Vizuri sana bwana. Unaona jua kali sana bwana. Zingatia kio cha baridi mke wangu. Basi nikacheka tu. Hawa watu hawa. Akilini mwangu nikajua tu ni njia ya kunipa nafasi ya kujuana na huyo msichana. Mshua. Dingi yangu bwana sio mbaya. Anyway, mimi hajanishtua hata kidogo. Yaani naona tu kama nipo na dada yangu tunapiga zoga. Sasa mama alitoka kumfuata mume wake. Nikabaki na Lili. Lili bwana alikuwa pia ni msichana mzuri. Ni mchangamfu pia, hivyo tulianza kuzungumza sana tu. Nikanamuuliza kuhusu masomo, chuo alichosoma na anataka kufanya nini. Basi alikuwa ananielezea ndoto zake, anafuatilia ofisi yake ambayo atakuwa na biashara yake na vitu kama hivi. Hakika anavutia kuwa mke wa mtu akianani. Tofauti kabisa na yule ninayempenda. Picha linaanza ndio kwanza kazini kwake ni sehemu ya kuuza mwili wake. Nitamani huyu Lili ndio awe Tedesta. Kwa maana unajua ana maono na ana akili sana huyu Lili. Na sisi ndio kitu ambacho tunakitamani sana kwa wife material, sio yule wa hit and run, no. Kwa wife material tunatamani sana mtu ambaye of course awe na maono, awe na akili. Tatizo ni kuwa moyo wangu, akili zangu zote ni kwa Teddy. Siwazi jambo lolote zaidi ya Teddy. Teddy mwenyewe haniwazi hata kidogo. Yeye anawaza tu pesa, ukimpigia unashinga ngapi? Ai kudadeki. So nilikuwa namsikiliza Lili mpaka naumia yani. Lili, hongera sana, una akili nzuri sana tu. Ninakuombea Mungu akutangulie na ufanikiwe katika haya yote ambayo unayapanga kuyafanya. Mungu akusimamie. Nimependa sana. Naona kabisa utaniajiri. Tujikuta tunacheka. Hata mama alipoingia alipoona tunacheka akafurahi sana akasema, wanangu jamani, haya nisimulieni na mimi nicheke." Basi Lilian akasema kwamba mama Adam ni mcheshi sana. Mama alionekana kufurahia sana. Alifanya kilichomleta. Kisha alipokuwa anatoka, Lili alisema ya kwamba mama samani, nimefurahi sana kuwa hapa ila kama nilivyokuambia natakiwa kuondoka sasa. Mimi nikamuuliza kwamba mbona haraka sana Lili, wakati mimi nimevutiwa na mazungumzo. Basi mama akanitazama kiwizi, huku Lili anakisema ya kwamba tutapata muda zaidi Mr. Adam, tubadilishane tu namba za simu. Basi nikatabasamu, nikampatia simu yangu na kisha akanipatia kwake. Tulipomaliza nikamshukuru na kusema ya kwamba karibu sana. Basi mama alikuwa anatabasamu tu. Lilian na mama wakashikana mikono wakawa wanatoka kwa furaha sana. Baada ya muda mama alirudi na kisha akatoa lile bakuli na akarudi tena kuniuliza ya kwamba unamuonaje Lili? Ni msichana mzuri of course, ana akili na ana mawazo chanya, nimependa. Kwa hiyo sasa nimepatia kukuletea huyu mwanamke, si ndio? Umempenda mwanangu, si ndio? Mama yangu bwana, Lili ni mwanamke mzuri sana mama. Ila sio kwa ajili yangu. Mimi moyo wangu haujampenda kama mke. Lakini mwanangu, mama, tumebadilishana namba mama. Tutafahamiana taratibu. Haya sawa. Mama yangu alienda kuandaa chakula kwa ajili ya mchana. Hakuwa anaonekana kabisa kufurahi, hata baba alihisi hilo. Sijui aliongea nini na mama yangu, ila nakumbuka baada ya chakula baba yangu aliniita nje. Nilitoka na kwenda kuketi pamoja naye. Nilipofika tu niambia kwamba vipi hujampenda mwanamke, si ndio mwanangu? Nikamuuliza baba ya kwamba vipi hata unajua? Mama yako alinishirikisha, alitamani umuoe yule msichana. Ila sasa mimi nilimwambia mamzidi yako. Baba, of course ni mwanamke mzuri sana. Ana akili nzuri sana, lakini sio kwangu baba. Moyo wangu haujampenda kimapenzi.
Unataka kuniambia kwamba kuna mwanamke unampenda, si ndio? Sijamwambia baba, mimi sijasema lolote. Ni mzuri sana, nampenda sana, lakini bado najipa muda baba. Umekuwa sasa mwanangu. Unajua sisi wazazi wako hatulazimishi uoe usipotaka, ila tunapenda tuwe na familia yako. Mwanangu, uzuri wa mwanamke sio sura na umbo lake, bali moyo. Wewe angalia moyo wa mwanamke mzuri, wenye huruma, heshima na adabu. Ukipata mwanamke mwenye hofu ya Mungu umemaliza yote. Kwa hiyo jipe muda tu mwanangu. Uhakikishe kama hisia ndizo au sizo. Kisha ukikubaliana na moyo wako, basi mimi baba yako na mama yako tupo kwa ajili yako kwa lolote lile. Na mimi nitaongea tu na mama yako na ataelewa tu. Nitabasamu huku nikisema ndani ya moyo wangu kwamba baba, mwanamke mwenyewe ukijua kazi yake hutoweza niruhusu nioe hata mara moja. Nampenda ila mpaka sasa sijui cha kufanya. Baba, naomba usimwambie mama kuwa ninaye mtu nampenda. Wewe usijali kabisa. Naelewa haya ni mambo ya wanaume, kwa hiyo usijali kabisa. Basi baada ya baba kusema hivyo, nikatabasamu na kisha tukaendelea na mambo mengine. Na ulipofika muda, mimi niliagana na mama yangu na baba yangu ya kuwa narudi nyumbani kwangu. Hakuna aliyebishana mimi kwa maana nilionekana kuwa sawa. Nilifika nyumbani kwangu, nikajiweka sawa na kujitupa katika sofa sebuleni. Sasa ndio napata muda wa kukaa peke yangu. Nikawa ninatafakari juu ya lile nililoliona usiku. Ile taswira na mambo yaliyotendeka pale, tukio zima nashindwa kulisahau kabisa. Nilikuwa nahangaika sana. Nilikuwa naona kama Tedesta amekaa pale ndani, sasa ndo anafanya yale mambo ya kazini kwake. Nilikuwa najiuliza, niende nikazungumze naye au nisiende tu niachane na huyu mwanamke? Roho yangu ilikuwa inanishuhudia kuwa Tedesta huyu anahitaji msaada. Natakiwa kujua hadithi yake ya maisha ndio nijue naanzia wapi katika swala la kumsaidia. So niliamua kwenda. Lengo langu la kwenda kukutana na Teddy ni kutaka kujua hadithi yake ya maisha, walau nijue wapi naanzia kumsaidia. Lakini sasa nina mengi kichwani, maana Tedesta hataki hata mazoea na mimi. Sasa sijui atafunguka, hata sielewi. Ila natamani sana kuwa naye karibu. Niweze japo kujua naanzia wapi kumsaidia. So mimi nilikuwa nao uwezo wa kumkaribisha nyumbani kwangu, ila sikutaka kwa maana hata sijui lolote kumhusu. Of course nampenda sana, ila mimi simfahamu. Ndio naanza sasa. Na mimi mwenyewe ukiniuliza nakataa kuna wakati. Yaani sitaki nimtafute. Moyo wangu ndio ambao ulikuwa unanisaliti mara kwa mara. Hata nikisema sitaki tena, najikuta siachi kumfikiria. So ilifika mpaka saa 3 usiku, najiuliza nikutane na Teddy au nimpoteze tu. Moyo wangu ukawa unaniambia nikutane na mrembo huyo. Basi nikaamka na kujiandaa vizuri. Nikaelekea mpaka sehemu ya hoteli, ila sio ile ambayo nilimuona mwanamke huyo. Kisha nikamtumia ujumbe. Nakumbuka niliandika ujumbe nikimuelekeza wapi tukutane. Basi Teddy alinijibu ya kwamba sina nauli ya kufika huko. Nilisoma na kujikuta nacheka. Kisha nikamwambia kwamba usijali, chukua pikipiki mimi nitalipa. Akaniuliza nalala au nitarudi. Nitabasamu na kumjibu utalala. Akanijibu Adam, mimi sipendi Uswahili. Nikifika hapo nilipe, mambo mengine ataendelea. Nikacheka tena na kusikitika. Kisha nikamwambia kwamba hakuna shida na kusubiri. Alikuwa vizuri sana kwenye muda. Ndani ya muda alikuwa amefika. Alinitumia ujumbe akasema kwamba nipo nje hapa. Basi nikamuuliza gharama. Aliponijibu tu mimi sikutaka kutoka. Nilimpigia mhudumu simu akaja chumbani. Nikampa pesa na maelekezo akatoka, na baada ya muda nilisikia hodi. Niliinuka kwenda kufungua mlango. Wakati nafungua mlango nilikutana na harufu nzuri sana. Alikuwa ni Tedesta. Alikuwa amependeza kuliko siku zote ambazo mimi nimewahi kumuona. Alikuwa na tabasamu tu. Nikajikuta na tabasamu. Nikamwambia nikiona tabasamu ya kwamba karibu sana mtoto mzuri. Basi aliingia ndani. Aisha, leo ndo namuona vizuri, tena kwa karibu zaidi. Macho yangu yalikutana na mwanamke mzuri sana katika maisha yangu. Alisimama mbele. Akasema kwamba umependeza sana Adam, wewe ni handsome.
Nikasema, "Oh, mimi ni handsome." Sasa vile alivyo mpole, hata ongea yake ni kama asiache vile. Aliendelea kutabasamu, akanyosha mkono wangu na kuanza kuchezesha vidole akimaanisha pesa. Nikajikuta nacheka tu. Nikasema, "Tedesta, Teddy ni pesa." Akatabasamu kidogo na kusema, "Yes, mtoto mzuri." Mwanaume nikazama mfukoni, nikatoa wallet. Kisha nikaanza kuhesabu noti. Nilimpatia 100,000. Alitabasamu akauliza, "Zote ni kwa ajili yangu?" Nitabasamu tu. Akaweka zile pesa kwa pochi, huku anatabasamu taratibu sasa akilegeza shati yake ya vifungo aliyokuwa amevaa. Alianza kunisogelea. Hisia zangu kwa mwanamke huyu zilikuwa ni kali sana. Nilizubaa tu. Yeye akawa anasogea huko anafungulia lile shati lake. Aliponifikia akatupa shati lake. Mtoto wa kike sijui Mungu amemuumba vipi unajua. Mwanangu aisi chuchu zimesimama wima. Kwanza hakuna ile nguo ya ndani ile mnaita ni bra. Yaani mtoto mbichi. Kabaki na kikaptura tu kifupi. Kisha akafungua zipu na alikuwa hajafunga hapo kifungo. Yaani nasemaje, mtoto kavua shati hana bra, kifupi ni kifua wazi tu. Huku juu sasa ipo namna fulani hivi imechongoka. Saa 6 ana kimbo fulani hivi cha kichokozi. Sasa mimi nichanganyikia. Unajua wanaume wana kazi kubwa sana kushindana na vishawishi. Na kama mwanaume kaoa, sasa mke inabidi awe anaomba sana. Kuna wanawake kama wakina Tedesta huko nje ni wana balaa. Usimroge mwanaume. Wewe omba tu, jitahidi sana kumwombea mwanaume wako. Maana wanaume kwa tamaa. Huko nje kuna balaa zaidi. Sikupi pressure lakini nakueleza ukweli. So mimi nilianza kuona kama vile pumzi yangu inakata. Akanisogelea na kunifikia, akachukua mikono yangu na kuniweka katika kifua chake. Yaani nishike zile saa 6. Nilipata msisimko wa ajabu. Mwili wangu ulianza ni kama kutetemeka hivi. Kwa sauti yake upole na ya chini chini akaniambia kwamba, "Adam, relax, nipo hapa kwa ajili yako." Unajua muda wote nilikuwa siwezi kuongea. Macho yake yakiwa amealegeza sana. Alinitazama na mdomo wake ukiwa kama anauma fulani hivi. Kisha akanivuta kwa nguvu, tukagongana viuno. Akachukua mkono mmoja akaniingiza kwenye kaptura yake, na kabla sasa mimi sijamaliza hata kutetemeka, alidaka midomo yangu na midomo ikaanza kunyonyana kwa ustadi. Kuna namna fulani hivi anatumia ule ulimi wake. Sasa mimi nikaa nimechanganyikiwa. Yaani kuna kali fulani hivi kakaka anayezunguka bwana. Bwana. Teddy bwana akadondosha kaptura yake, kisha akarudi nyuma kidogo. Akageuka nione sasa shape yake bwana. Alivaa kibikini fulani vizuri sana. Na ilifanya ionekane umbo lake ni nzuri sana. Sasa lengo la kuongea naye naona lilianza kupotea. Maana unajua mimi rungu tayari ilikuwa tayari ipo active. Sasa nikamsogelea, akaenda kwa kitandani akiwa sasa ameweka left and right miguu yake. Huko sasa uso wake ukiwa ni kama umelegea, ni kiasi kwamba siwezi chomoka. Alidhamiria kabisa ni kunikomesha. Mwanaume si nikamfuata bwana. Alinipokea kwa busu laini, akanigeuza mimi chini ya juu. Raha ajabu sasa niliona kabisa mimi siwezi kuchomoka kwa mtego wa Teddy. Yaani nakula raha huko sasa napata ule wivu. Sasa bwana si akaanza nipunguza nguo. Na mimi sasa navua tu hata sielewi. Kisha akalaza chali bwana, akachukua mafuta fulani hivi malaini sijui hata ni mafuta gani yale bwana, akaanza kunipa akaanza kunipaka kwa namna fulani hivi tena kwa ufundi sana. Na alikuwa anapaka lungu na yeye mwenyewe akaana jipaka. Sasa mimi nilianza kupumua vibaya sana. Kiu kali ya mapenzi iliamka. Ni kama simba wenye njia kali. Hapa sasa nilimuelewa yule mwandishi wa kitabu maarufu sana duniani, Shai Argov, aliyetamba na kitabu chake cha Why Men Marry Bitches. Tedesta bwana alikuwa ananifanya nijione kama kumbe mimi duniani sijui kitu kuhusu mapenzi. Unajua? Yaani sijui chochote, kama shule ndio naanza. Alijua kucheza na mwili wangu, alihakikisha mikono yake inafanya utalii maeneo yote. Yaani sasa yale mafuta kwanza. Na siku hizi ndo nasikia sana jina lake. Siwezi kuwatajia hapa, mtatafuta sana hayo mafuta. Ni cleanse fulani hivi ama lubricant hivi kwa lugha ya kigeni. Sasa alinipaka kwa namna fulani hivi ya kipekee sana. Hata yeye mwenyewe alijipaka kwenye nyashi. Niweka yani akapaka pia kwenye mikono yangu ili na mimi sasa nimpake kwenye nyashi. Huku ya mda huo sasa nibusu. Yaani alijinodosha vile mafuta kwenye nyashi ili mimi nianze kumpaka. Sijawahi kupata raha kama hizi maskini. We. Kwa Tedesta. Tangu uzaliwa hapana. Bwana yeye aligeuka. Akajimwagia yale mafuta kwenye kitovu bwana, na akaanza kunielekeza kwa vitendo ni asambaze. Sasa ile nguo yake ya ndani tufahamu kama ni bikini. Sasa akaisogeza pembeni kwa mkono wake mzuri tu, kisha akanipa mafuta
nikikoleze kile kitumbua vizuri kwa taratibu. Unajua hata naweza kujihisi joto na chumba kina AC. Oya, unajua nilichanganyikiwa. Siwazi kitu, mimi nilikuwa natamani tu nitafune kitumbua kwanza. Oya, mtoto fundi Adam, mimi nipo hoi bin taban. Kisha taratibu akashika rungu vizuri kabisa ni bila kutarajia. Teddy mtoto mzuri akaunganisha. Oya, mimi nilishtuka, maana nilijihisi ni kama sipo pale kabisa. Akili yangu ya kichwa cha juu iliacha kufanya kazi, nilikuwa ninahisi kupaa hivi na kisha nikajikuta tu naita kwa kutetemeka. Teddy kondom. Tedesta akanitazama usoni kisha kwa upole akaniambia kwamba siwezi kukuua mwanaume mpole na mwenye huruma kama wewe. Nimekuvalisha. Kweli bwana, nilichanganyikiwa. Sikuona hata muda gani Teddy amenivalisha hiyo ndomu yenyewe. Unajua mimi nilipokuwa ninashanga kumbe ndo muda ambao jamani. Yaani nilikuwa nazidi kushangaa na ndio Teddy alinishika sasa maeneo ya kiuno bwana kwa nyuma tena na kunikanamiza kabisa katika kiuno chake na kujikuta sasa nipo katika bahari ya mahaba. Oya, Teddy sijui hata kuna vitu alikuwa anapaka, sijui alikuwa anafanya nini mpaka anabaki na joto kali namna ile. Yaani ukiwa naye huwezi kujua hata kama ni kahaba huyu. Huwezi. Yaani ni kila kitu kipo wele kipo shata. Mambo ni kama dragon. Sijawahi kupata penzi kama hili ambalo nilalipata usiku huu. Kwanza ushirikiano 100%. Yaani mwanamke ananipa ushirikiano mimi na ushamba wangu, yani ndio kama vile sana jifunza. Alikuwa ni mchangamfu sana. Tena sio mtu wa kunyamaza, utasikia tu ongeza sana. Si. Taratibu bwana, ongeza, nataka ongeza, nasikia Adamu baby please. Yaani kuna vile vitu fulani vile ambavyo vya kuchombeza vya kukupa hamasa. Ni sana mashabiki wanavyokuwa uwanjani wanavyosema. Yaani wanakupa hamasa zaidi wewe. Kucheza sometimes bila mashabiki inauma. Yaani haina ladha yoyote, game haina ladha yoyote. Mashabiki wana raha yake bwana. Zile sauti za mashabiki kwenye mpira kuna raha yake. Sasa nami bicho silikazidi kukua bwana, nikajikuta naongeza sasa. Hapo sasa na mimi sasa nikajikuta ninapiga kelele za shangwe kama yeye yani. Huku nikisema wewe ni mzuri Teddy. Sijui unapaka nini kwani jese. Mbona wewe ni mtamu sana Teddy? Mbona uishi hamu Teddy? Mimi nakutaka peke yako. Nijikuta sasa ninaunguruma utafiri likondoa ambalo limepoteza mtoto. Basi tunajikuta yani wote tunacheka huko, shughuli ya kula inaendelea. Yaani tunafurahia sana. Mimi sikuwahi kujua kumbe wakati wa kula na kelele huendana sambamba. Sikuwahi kujua kwa dada yake, nijuaga mambo ni kimya. Kumbe wale ambao wanafanya na unasikia kelele wala wanapiga nduru wale. Sana sio nduru ya kumuitia mwizi ama siji ya kumuita mtu ambaye yuko nje. Ni kanduru fulani ambako kanishia kwa room tu. Wewe kanatoa msha bana. Kale. Yaani biashara ikilala tu inaamka. Biashara ikilala tu mahesabu asubuhi tayari mahesabu jioni anaamka. Oya. Sasa bwana lilikuwa ni very fantastic. Penzi la aina yake. Yaani unakula unaacha. Kwanza kwa yale mafuta tu ni unateleza tu mpaka rani. Yaani unatoka unaingia. Unajua naliona umbile lake kwa macho ya karibu bila kusimuliwa. Oya, ananifanya nimshike popote bila hata kunizuia. Mwanamke huyu nipo naye ndani sasa. So tulipomaliza niuliza kwamba vipi Adamu, umetosheka kama tuendelee? Nikasema nipo ingawa moyo wangu bado unataka, ila mwili umechoka sana. Haitabasamu na kusema nipo hapa sasa. Mimi ni mali yako, nitumie utakavyo. Nikamtazama tu na kumshika uso wake na kusema kwamba wewe ni mzuri sana Teddy. Mimi sijawahi kukutana mwanamke mzuri kama wewe. Nje ndani unavutia sana. Yaani una utamu usioisha na shindo kujizuia. Basi Teddy alinitazama na kisha akacheka akasema kwamba Adam, basi shukuru usiku uliopoteza namba kwa maana ilikukutanisha na Teddy. Teddy mipesa. Nikacheka na kusema ninaenda kuoga bwana narudi. Akaniambia kwa upole sana mtoto mzuri. Nikacheka kidogo. Basi nikafika bafuni. Nilipofika huko sikuanza kuoga. Kwanza nilienda kusimama kwenye kioo. Nilikuwa hoi. Nikajitazama yani hata kwa kusogea na kusema kwamba Tedesta ananidanganya. Kwanza ameniita mimi handsome. Kweli? Mimi sidhani kama ni handsome. Mungu wangu. Nishatembea na Teddy. Sasa hapa nitawezaje kusanuka hapa katika. Sasa hapa nitafanyaje? Nishatembea naye. Najikuta napata wivu sana kwake. Kila napowaza yupo hivi pia kwa wanaume wengine, yani sio mimi tu nayepata haya yote. Nitawezaje kumfanya wewe wa kwangu sasa? Nitawezaje kumfanya achane na hii kazi? Siwezi kumwacha, nashindwa aisee.
Sasa nikiwa naendelea kwanza, Teddy aliingia bafuni pasipo mimi kumuona. Akasimama nyuma yangu na kunikumbatia kwa nguvu. Akaniambia kwamba Adam, unaniacha peke yangu muda mrefu na hujaanza hata kuoga pia, kuna tatizo? Nikageuka na kisha nilimjibu kwa upole kama vile yani yeye ambavyo anazungumza. Nikasema hapana, kuna tatizo Teddy. Kila kitu kipo sawa Teddy. Sasa wakati nimegeuka, yeye akawa sasa ananitazama kukurembua macho yake na kuna kuramba midomo yake na kunifanya sasa yani kwanza yeye mwenyewe alizidi kuonekana mzuri. Kisha akaniambia kwamba tuoge wote sasa. Huku tayari mkono mmoja akiwa ameshika sasa rungu langu. Nikashtuka bwana. Yeye hata hakujali zaidi tu alifungulia maji kwa bomba, maji yakawa yanatumwagikia. Yeye akanirukia kwa mwili ili kupata namna sasa ya kusimama vizuri. Nikaenda sasa kumweka ukutani, tukawa sasa tuna kesi pale. Kisha yeye akanivuta kwenye bomba, basi tukawa sasa kama ni tunanyeshewa na mvua huku tuna kulana taratibu midomo. Sasa baada ya hapo sasa Teddy akavua ile bikini yake sasa na kunitupia usoni. Kila kitu yani mimi nilikuwa ninashangaa tu kwa kweli. Unajua mimi sijawahi kupata mwanamke akanifanyia huu ujinga. Baada ya hapo akaniambia kwamba sasa vaa mwenyewe maana huwa huoni. Nikacheka tu na haraka nikashika ndoo bwana aliyokuwa amekuja nayo chooni na kuivaa. Kisha alinishika mkono mpaka kwenye jacuzzi. Alinifanya sasa niingie ndani ya jacuzzi, rungu ikiwa tayari kuua na yeye akaja juu kuuliwa. Ndani ya maji hakika Teddy anastahili tuzo yake. Yeye ni chizi. Unajua ile kuna wale machizi kwenye hii sekta. Kila alichokuwa anafanya mimi nilikuwa nazidi kuchanganyikiwa. Jamani niwape siri, msibaki kama gogo. Mjizimeni data wakati huo. Usibaki tu unamwachia mwenzako dakika 2 akishamaliza unamwangalia kama jicho utafikiri siji la nini. Unaanza kutukana moyoni. Kwani biashara ni yake tu. Wewe mwenyewe changamka. Hakunaga mtu mlemavu kwenye sekta ile. Changamka wewe mwenyewe, jichangamshe. Umekaa tu unategemea mwenzio ndo afanye kila kitu. Kwa hiyo bwana mimi nikiwa kubafuni, nilikula kitumbua changu vizuri tena, chai ya maziwa leo tio Eriki. Bila kusahau vicheko na mambo mengine ya kufurahisha nini. Mara tutoke kwa jacuzzi. Anakaa namna fulani hivi naona nyashi. Nabaki nasema, Tedesta wewe ni mzuri bwana. Basi Teddy anacheka tu. Hakika nilichoka sana. Tulioga pamoja wote tayari tulikuwa tumechoka so. Mimi nilikuwa nimechoka sana. Nilifika sasa kitandani, Teddy akanilaza na kuanza kunifuta maji huko akinikanda. Mwanaume kabla sasa hata sijaongea, mrembo akawa kwanza mimi nilipitiwa na usingizi ese, tena usingizi mzito. Nakumbuka nilikuwa naita tu jina lake kwa sauti ya chini, Tedesta, Teddy. Niliendelea kuita hivyo kwa ule sasa utamu wa kusigwa aliokuwa ananipatia hata nikalala. Nakumbuka siku iliyofuata sasa ilikuwa ni Jumapili bwana. Niliamka mida ya saa 3 hivi. Nilipoamka kitu cha kwanza ilikuwa ni kupapasa pembeni. Ila nilishtuka kwa maana hapakuwa na mtu kitandani. Nilikuwa peke yangu. Nilishtuka nikaamka na kukaa. Nitazama huko na kule kisha nikaita Teddy. Uko wapi Tedesta? Aisee hakuna aliyenijibu. Ilinibidi niinuke niingie mpaka bafuni. Tedesta hakuwepo kabisa. Hata mavazi yake na vitu vyake havikuwepo. Nikajikuta najilaumu nikisema kwamba sasa kulala gani huku sasa? Teddy, ungeniamsha basi. Nilitaka kuzungumza na wewe hata kidogo. Basi haraka nikavuta simu yangu na kumpigia. Alipokea na kisha alisalimia akasema habari za asubuhi Mr. Handsome. Sasa mimi akisema hivyo naona kama ananikejeli tu, maana mimi najiona ni mwanaume tu, yani ili mradi ni mwanaume tu. Basi nikavuta pumzi na kuuliza kwamba Tedesta, umeondoka hata kuaga hujaniaga? Tedesta akashangaa. Akiniuliza kwamba kuaga, kwa nini kuaga na umelala Adam? Mimi na wewe tumemalizana. Nimekupa starehe na umenipa pesa, makubaliano nilale hapo na wewe mpaka asubuhi na ndio nimefanya, asubuhi imefika nimeondoka. Sasa ulitaka mimi niendelee kukaa hapo na wewe ili weje? Nivuta pumzi na kusema usifanye hivyo Tedesta. Haya vipi leo unaenda tena kazini kwako ama? Tedesta akaniambia Adam, mimi muda wote nipo kazini. Hata sasa hivi mteja akinipigia naenda, siachi pesa mimi. Nijikuta nasema no, usiende nakuomba sana. Akaniambia, nisiende, sasa mimi nitaishi vipi? Adam wewe acha mambo yako bwana. Okay, nakutakia asubuhi njema Adam. Kabla hajakata simu nilisema no, sitaki uende, nakuomba sana, bado nakuhitaji. Alicheka na kusema kwamba kwa hiyo unataka nirudi sio? Nikamwambia kwa upole, kuna kazi leo namalizia, ila mimi nitakulipa ili wewe usiende ukae tu nyumbani. Tutakuwa tunawasiliana. Naomba nikipiga upokee na nikituma ujumbe ujibu, sitaki tu uende huko. Tedesta alicheka akisema kwamba wow, sijawahi kukutana na mteja mzuri kama wewe.
Nashukuru sana. Hapa chochote unapata ni pesa yako tu. Kwa hiyo mimi kwangu pesa naongea. Nikasema sawa usijali. Basi bwana, mwanaume mimi nikaingia bafuni kiuvivu sana. Maana unajua nilikuwa nimechoka. Yaani Teddy ni ameninyosha, nipo hoi. Nikajiweka sawa. Baada ya hapo nikatoka pale nikiwa nipo safi kabisa. Nikaenda upande wa mgahawa ili nipate supu. Nikiwa pale mgahawani bwana, rafiki yangu, kaka yangu alinipigia. Na swali la kwanza aliniuliza kwamba wewe kaka, tangu jana nakupigia upokei. Kwema mzee? Nikasema kwa kucheka kidogo, nikasema kwema kaka, unajua jana bwana nilikuwa kwa wazee ila nirudi kwangu sasa nikawa nimechoka sana. Nimelala sana. Sasa ndo nimetoka kupata supu. Hilary akaniambia kwamba kumbe basi sawa, mimi mpaka mama alinipigia akaniambia kwamba mwenzako ninampigia simpati kabisa niwahi kwako hapa. Nikacheka nikasema mama Adam bwana ananifanya kama mtoto mdogo bwana. Wacha nimpigie simu nimtoe wasiwasi. Mama ananichekesha sana ise. Hilary alicheka akasema kwamba ndo mama zetu ndugu yangu. Basi mimi nilipata tu wasiwasi. Hata ibadani sijaenda ndugu yangu. Nikaona ngoja nikucheki tena. Nilicheka sana. Cheko langu lilikuwa na mengi kwa maana nilikuwa nikijihisi mwepesi. Tedesta alinifanya nichangamke sana na zile vurugu zake aisee mwili wangu mpaka uko nauma yani. La tupu. Nilimpigia simu mama yangu, mama hakupokea ile simu. Nilijua wazi atakuwa ibadani. Zilipita kama dakika 10 hivi nikiwa naendelea kunywa supu yangu ya kuku bwana. Mama alinipigia simu. Nilipokea simu na neno la kwanza mamangu aliniuliza kwamba ina maana mwanangu umechukia kuhusu Lilian. Basi kwa upole nikasema mama, kwa nini waze mbali hivyo mama? Hapana kabisa mama. Kama ambavyo uliniona nyumbani nilikuwa nimechoka sana, basi hata nilipofika nyumbani nikawa nimeamua kupumzika tu mama. Mama akasema, ni kweli mwanangu? Usifanye hivyo mwanangu. Unajua mimi sikulazimishi kumuoa Lilian. Nilitaka tu mfahamiane. Huna haja ya kumchukia maana nilimuuliza kama anakupata na yeye alisema ujibu kabisa na simu upokei. Nikavuta pumzi nikasema naomba radhi mama. Mimi nipo salama na hapa nipokula. Tutawasiliana mama, siwezi kukasirika. Mbona nilikwambia Lilian sio msichana mbaya na nitaendelea kuwasiliana naye ili tuzidi kufahamiana zaidi. Basi mama alicheka na kusema asante mwanangu, basi baadaye maana hapa nipo kanisani, nimetoka nje tu kuongea na wewe. Nikasema haya sawa mama, baadaye. Niliendelea kunywa supu yangu huku nikitabasamu tu. Nilimaliza nikakumbuka kumtumia Tedesta pesa yake ili mradi tu asitoke. Sitaki atoke akalale na mwanaume mwingine. Najua ni kazi ngumu sana ila ndio nimeanza kuifanyia kazi. Alipopokea tu pesa alinipigia akisema kwamba Adamu wewe ni mteja wangu aisee, Mungu akutunze. Hujui tu kitu ulichofanya kwangu. Nikacheka kisha nikasema Teddy, sipendi ukiniita mteja unajua. Teddy naye akacheka akasema kwamba sasa nikuite nani? Wewe ni mteja wangu. Tafadhali sana chopole wangu, naomba usiniweke kundi la wateja. Mimi naomba kuwa rafiki yako. Rafiki? Kuna urafiki kati ya mwanaume na mwanamke kweli? Adam, mimi marafiki zangu ni watu ambao nafanya nao hizi kazi. Sina rafiki mbali na hapo kwa sababu sina muda wa urafiki kabisa sina. Hivyo haitawezekana. Unaweza jaribu kuwa na mimi kama rafiki. Sina haja kupoteza mteja mzuri kama wewe kisa urafiki. Haya, sema nikudumie nini? Mimi ndo narudi nyumbani kisha nitakuwa na kazi kidogo. Nikimaliza nitakwambia ninachotaka. Sawa rafiki yangu Adam. Mimi nilicheka tu. Nilimaliza kula pale nikaanza safari ya kurudi nyumbani. Nikiwa naelekea nyumbani Lilian alinipigia tena simu. Nami nikapokea na aliniuliza kwamba upo sawa jamani, tangu jana kimya. Mimi nipo sawa kabisa. Niambie. Ni kuhusu ule mradi wangu ambao nilikuelezea. Leo kuna baadhi ya vifaa nataka nikaangalia na kununua baadhi. Ila sasa mwenyewe sitaweza. Naomba basi twende wote ili unisaidie kuchagua vitu vizuri. Msikilizaji, nitamani nikatela sasa nikaona nitamkatisha tamaa sana. Ilinibidi nikubali tu kwa kusema kwamba sawa Lilian, unaenda muda gani? Akanambia mimi nipo tayari, wewe niambie tu nikufuate wapi. Nikasema basi niambie nikukuta wapi. Lilian aliniambia sehemu nami nikamwambia baada ya muda mfupi nitakuwa hapo. Nilifanya hivyo ndani ya muda ambao nilimwaahidi nilimfuata. Na nilimsaidia kufanya manunuzi ambayo alikuwa anataka kufanya.
Alikuwa ni mwanamke mchangamfu, yani ni kama vile tunafahamiana muda mrefu, lakini kumbe ndio kwanza hata wiki naye sina. Nikiwa na huyu mwanamke, Tedesta alinitumia ujumbe akisema kwamba bado unafanya kazi Adam. Nikamwambia kwa ujumbe ya kwamba ndio najiandaa kurudi nyumbani, vipi upo wapi? Teddy akacheka na kisha aliandika ya kwamba una uchai wewe, niamini mimi. Unajua hakuna mtu amewahi kuniambia nisitoke nyumbani. Kwa mara ya kwanza nimetii na najisikia amani kabisa kuwa nyumbani. Nikamuuliza kwa kutabasamu, unasema kweli hutamani hata kutoka? Akanijibu, kabisa Adam, asante sana. Nikamjibu, basi naomba muda kidogo tutawasiliana. Akanijibu, okay, nakusubiri. Nitabasamu kiasi hata Lilian akaniuliza kwamba Adam, unaonekana kuwa na furaha sana, kuna nini? Nikamjibu, sio kitu, nimefurahi tu. Lilian ni kama hakupenda, ila hakuwa na namna. Ilinibidi yani ilimbidi achukulia ni hivyo tu, yani atabasamu kinyonge tu na maisha endelee. So tulimaliza kwa kuchelewa kidogo, nikamchukua na kumrudisha mpaka mahali nilipokuwa nimemchukua na safari yangu kurudi nyumbani ilianza. Kabla sijafika hata nyumbani, nilipita tena sehemu nikapata chakula na ndio nilipomaliza nikarudi nyumbani. Nilipofika nyumbani nilikuwa nimechoka sana. Nikapitiza chumbani kwangu, nililala tena na niliamka jioni. Nilikuta Tedesta amenitafuta. Tena safari hii aliniambia kwamba umesema leo nisitoke kwa ajili yako. Mbona ni kama huna muda na mimi? Nilisoma na kutabasamu kisha nikamtumia ujumbe nikasema kwamba Tedesta, wewe ni mwanamke wa ajabu sana. Kikweli yale ambayo umenitendea jana umenifanya niwe hoi leo hii. Asante sana Tedesta. Natamani kukuona tena na tena. Ulipita muda kidogo ndio akanijibu ya kwamba mimi nipo hapa kwa ajili yako, niambie nikufuate. Nikamjibu, kwa sasa nipo nyumbani, baadaye muda wa kwenda kula nitakwambia uje mahali. Tedesta akaniuliza kwamba ina maana hutaki wageni kwako? Nilicheka nikasema, wewe mwenyewe hutaki urafiki na mimi, sasa nitafanyaje? Basi alishia kucheka tu. Tuliendelea kuwasiliana mpaka mida ya 2 hivi. Nilimwambia Teddy aje maeneo jirani na nyumbani kwangu. Kulikuwa kuna sehemu nzuri tu ya kula, ila yeye sikuwa nimemwambia ni karibu na nyumbani. Alipofika nilimpokea kwa furaha sana. Kama kawaida yake alikuwa amependeza mno. Nilimsifia kwamba amependeza. Alitabasamu tu. Niliagiza chakula na yeye aliagiza chakula. Tulianza kula. Lakini wakati ninakula nikawa ninamtazama kwa usoni. Aliacha kula na kuniuliza kwamba mbona unanitazama sana? Urembo wako, yani urembo wako unayashangaza macho yangu tangu siku ya kwanza nimekuona. Yani unione katika mazingira yale ushangazwe. Unajua mimi nilikuwa naumwa sana. Nashukuru sana kwa msaada wako Adam. Una roho nzuri sana. Unajua bora hata ulikosea namba kwa maana kila mtu wangu alikuwa akipigiwa apokee simu. Sikukosea namba Tedesta. Hata jina la mwanamke nilitaja nilikudanganya. Ni wewe nilikuwa nakutafuta. Ni mimi kivipi? Naona unashangaa sana Tedesta. Ndio ni wewe. Nikamuelezea kuhusu pale hotelini na kisha nikamwambia kwamba nikawa sikuoni, ikabidi sasa nikuulizie ndio nikapewa namba yako. Tedesta alichukua leso yake akajifuta mdomoni na kuuliza kwamba sasa kwa nini unanitafuta? Wewe ni mpelelezi? Kwa nini yani, mbona sikuelewi? Nisamehe sana Tedesta, mimi sio mpelelezi. Ni mapema sana sasa kuyazungumza haya. Ila tambua kuwa moyo wangu umekupenda sana. Na hata baada ya kilichofanyika jana nimekupenda zaidi. Tedesta, hivi unawafanyia hivi na wanaume wengine? Niliona uso wake ni kama vile anabadilika. Samani kama ninakukera Tedesta. Ninajaribu kukuambia vile najisikia. Kikweli sipendi kabisa uendelee na haya maisha. Natamani uwe wangu Teddy. Uachane na haya maisha. Hivi wewe nani unanipangia mimi namna ya kuishi? Sikia, nilishakwambia tangu mwanzo, kaa mbali na mimi, umesikia? Kaa mbali na maisha yangu. Hii ndio kazi yangu. Kazi inayonipa maisha, inayonilea na kutunza maisha yangu. Kwa hiyo hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kunipangia maisha. Afu sikia, sitaki kupendwa. Wala sina nafasi ya kupenda. Adam, kaa mbali na maisha yangu. Wewe nitumie utakavyo tu. Kwa utakavyo nilipa ni wewe. Fanya chochote utakavyo. Sitaki kupendwa. Sitaki kupendwa. Siku nyingine usirudie kuniambia maneno kama hayo hata mara moja.
Sio kwa sababu wewe unaishi maisha yako haya unataka sasa na mimi niishi kama wewe. Sitaki. Na maisha yangu mimi. Naona maisha yako. Nakuomba sana kaa mbali na mimi. Usinishauri chochote. Nimeamua kuishi hivi. Na uwezi kunipangia kitu cha kufanya katika maisha yangu. Kama umebarikiwa ni wewe. Kama unaona mimi ni mchafu niache na uchafu wangu. Msikilizaji. Unajua Tedesta alichange. Aliongea maneno kwa uchungu maskini. Maneno ambayo hata sikutarajia. Machozi alikuwa kimtoka. Mimi mwenyewe nilishangaa. Kwanza hata hakula kabisa. Alinuka na kuondoka kabisa eneo lile. Nilinuka nikimuita. Teddy aliendelea kuondoka kilia. Nilijutia kumwambia maneno yale kwa wakati huu ya kuwa sipendi ile tabia yake ya kujiuza. Kwa sababu nampenda. Huenda kuna namna ambayo nilipaswa kuongea naye. Sasa mimi sijui maskini na sijawahi kukutana na mtu wa namna ile anayeishi maisha hayo. Pengine labda ningejua namna ya kuongea naye. Nilimkimbilia nje. Watu wakinishangaa lakini Teddy alipanda pikipiki na kuondoka akiniacha nikiwa nimechoka na majuto kwa kuyasema yale niliyoyasema. Unajua nijisikia vibaya sana kumfanya Teddy ajisikie vibaya kwa sababu yangu mimi. Wakati tayari utamu wake umenichanganya, sasa mimi nafanya nini kudadadeki? Yaani sikuweza hata tena kuendelea kukaa pale. Kwa kuwa nyumbani hapakuwa mbali na eneo lile, ilimbidi nirudi nyumbani. Nilifika nyumbani bado nilikuwa najilaumu kwa kile ambacho kilikuwa kimetokea siku ile na mwanamke mzuri Teddy. I say. Nahisi nilichokosea kwamba kila mtu ana namna ya kumueleza kutokana na anachofanya. Sasa wewe nenda kichwa mwambie sipendi sitaki. Hujui mtu maisha gani aliyopitia nyuma mpaka amekuwa hapo. Kwa mimi roho iliniuma kiukweli, to be honest, roho iliniuma. Hata nikawa ninajishanga, kwa nini naumia yani? Kwa nini naumia sana? Yaani sitamani kumuumiza Teddy hata kidogo. Hii ni kwa sababu ninampenda. Sipendi kuona machozi yake eti. Lakini hii ni mara nyingine tena naona machozi ya Teddy. Naona maumivu yake katika uso wake. Mara ya kwanza ilikuwa ni hospitali. Nadhani unakumbuka msikilizaji alipokuwa anauma, lakini sasa ndio mimi chanzo. Nakumbuka nilianza kupiga namba yake ila haikuwa inapokelewa. Nilipiga sana na kunionea huruma hata kidogo kwamba eti apokee simu yangu. Nilimtumia ujumbe nikiona muomba Teddy msamaha, jaribu kupokea simu yake ili tu tuendelee kufurahia. Niliomba radhi sana. Nilimwambia kwa ujumbe kwamba Teddy, sikuwa nimedhamiria kukuumiza kwa kiwango kama hicho. Tafadhali nakuomba sana mama, usifanye hivyo, upokea simu yangu. Teddy hakunijibu kabisa. Msikilizaji, mimi siwezi hapa nikakwambia ni mara ngapi eti nituma ujumbe wa kufanana na huo, ila ninachojua ni mara nyingi sana. Lakini Teddy hakujibu. Hakupokea simu yangu wala hakufanya chochote kile kuhusu mimi. Naona kabisa siku ngumu katika maisha yangu tangu siku ile ambayo nimekutana na Teddy zilikuwa zinaongezeka. Nasema hivyo kwa maana siku hii ilikuwa ni siku ngumu sana kwangu. Unajua niliumia, nijisikia vibaya. Hata usingizi wangu nilipata kwa kuchelewa sana, nikijaribu tu kutafuta amani na Teddy, but haikuwezekana. Asubuhi ilipofika niliamka mapema. Nikaangalia simu yangu kama kuna lolote. Bahati mbaya hapakuwa na kitu chochote. Nilimwandikia ujumbe Teddy nikasema, habari za asubuhi Teddy, bila shaka umeamka salama. Mimi pia nipo salama na kutakia siku njema yenye amani na utulivu. Mimi naenda kazini, naomba nisamehe sana kuhusu jana, sitakuuliza tena wala sitasema chochote kukuudhi. Nilishika simu kwa muda nikihisi labda atanijibu kwa wakati ule. Haikuwa hivyo kabisa. Hakunijibu. Hivyo kivivu nikaingia bafuni huku nikisema ya kwamba atanisamehe tu. Ninaamini katika ile atanisamehe. Basi nimaliza kujiandaa na safari ya kazini ilianza. Nilipofika safari hii mimi ndio nilienda ofisini kwa Hilary. Aliponiona tu alinikumbatia kwa furaha akasema kwamba imekuwa muda sana mpaka yani in short hatujaonana kaka. Sio kawaida, yani hatujaonana kabisa tangu tulipoachana Ijumaa. Nitabasamu na nikaketi huku nikisema kwamba mambo mengi tu kaka, ndio maana nimetangulia kwako. Asa Hilary akatabasamu na kunitania kuhusu mama. Walau kidogo nikacheka, ila bado akaniambia kwamba kaka, hiyo sura yako, muonekano wako sijaelewa kabisa kaka, upo sawa kweli? Nitabasamu tu kivivu kisha nikasema kwamba nilikuwa nakupa salamu tu kaka, sasa tufanye kazi. Hilary akaniuliza kwamba vipi Tedesta, yani useme lolote kuhusu Tedesta? Nilimtazama na kuvuta pumzi ndefu. Kidogo niliwaza cha kusema. Sikutaka kusema lolote kunihusu mimi na Tedesta kama hata tumekutana kimwili.
na sikutaka kusema hata kuhusu yeye kuwa anajiuza. Niliamua kuifanya hii ni siri ndani ya moyo wangu. Hivi naanzaje kumwambia eti rafiki yako ama mtu yote kwamba mwanamke niliyempenda mwanamke wangu anajiuza? Wewe hii haileti yake. Haipo akilini. So mimi nisema tu kwamba bado yani hata nielewi kaka. Sasa mpaka nijiuliza sija hata nifanye nini. Hilary akacheka. Akasema kwamba wewe achana naye yule bwana. Yule anajaribu kukuepushia tu gharama. Hafai kabisa. Wewe shika simu yangu, soma hapa uone. Soma. Basi nikashika simu ya Hilary. Nikaona anawasiliana na huyo mtu anayedai ni wa karibu na mheshimiwa. Huyo mtu akawa anajibu huko akisema kwamba pale hapindui. Lakini wewe mwenyewe si unaona, mwanamke mkali sana. Sema sasa ndio hivyo, unaweza kuta na yeye anapenda pesa za mzee. Hilary anamwambia kwamba kwa hiyo sasa nikitaka kujiweka pale inakuaje? Basi jamaa anacheka anasema kwamba kwa unavyompenda mkeo wewe, ila unajua nini? Pale uwezi, labda kama unataka kufa. Achana naye ndugu yangu. Wasichana wazuri wenye maisha mazuri mjini hapa, achana nao kabisa. Usione hivi aisee. Kisha akamtumia picha Tedesta akisema kwamba umeona chombo hii? Ile huyu mwanamke mzuri sana. Mzuri, yani mimi shangai mheshimiwa kumsaliti mkewe. Sema nini? Amwachi mke wake aisee. Hilary akacheka tu huko akisema kwamba mwanaume anayechepuka kisha akamwacha na mke wake, huyo ana moto zaidi mbinguni. Basi wakacheka tu. Nilipomaliza tu kusoma nilimwambia Hilary kwamba najua unapambana sana ili kunithibitishia kuhusu hili. Nashukuru sana rafiki yangu, ila ni vizuri sana ungeacha tu, kwa maana ni sawa kwamba unavyosema kwamba anamheshimiwa ni sawa, ila hajamuoa. Kwa hiyo ni maamuzi ya Ted kuchagua maisha yake. Kwa hiyo mimi naomba tu nisaidie kitu. Msimuongelee tena, unaweza kusababisha tatizo zaidi. Pia naomba unisaidie kunitumia hii picha. Hilary alinitazama na kuvuta pumzi. Niliona kabisa anaona kama ninachanganyikiwa, ila mimi sikujali. Nilimtazama kutabasamu tu, kisha nikainuka na kuelekea katika ofisi yangu. Nilipokuwa huko, simu yangu bado hata sikupokea ujumbe wowote kutoka kwa Ted. Hakunitafuta kabisa ni. Sasa niliendelea kufanya kazi kinyonge sana. Unajua ni kama ni ujinga, ila niamini mimi msikilizaji, tangu mimi kukutana huyu mwanamke kimwili, nguvu za kumtaka sana ndio kama zimeongezeka. Ndio maana wanasema mapenzi yana nguvu sana. Sasa inategemea nguvu ipi. Wapo watu ambao anaweza kuwa na uhitaji mzuri tu na mwanamke fulani au mwanamume fulani, kabla ya kukutana kimwili watu hawa wawili wanapendana sana, ila baada ya kukutana kimwili tu wanajikuta hawezi kuwa pamoja. Nadhani hata wewe imeshakutokea. Simaanishi wewe hapo, baadhi hata ya watu ambao unawafahamu huenda alikuwaga hivyo. Kabla mjakutana mlikuwa mnapendana sana, kuchati kwa sana, kuwasiliana kwa sana. Baada tu ya kukutana ntere. Sasa hivi mnaanza kutafutana, mbona unitafuti? Nini? Ila kuna wengine baada tu ya kukutana, petroli imeongezewa moto. Sasa mmoja anaweza kuwa anaumia sana na hali hii, maana unajua ukuta alitegemea kuwa karibu zaidi na mwenzake. Na kuna mimi sasa baada ya kitendo kile ninazidi kuchanganyikiwa. Ninampenda sana Ted vibaya mno. Nilikuwa nafanya kazi huko, kila nikikumbuka zile vurugu za Ted chumbani najikuta ninajaa na hasira na wivu. Sitamani Ted awe mbali na mimi. Sitamani Ted anikasirikie. Sitamani kitu kama hicho. Sitamani kabisa. Napata hisia kali sana za mapenzi juu yake. Ninapata wivu wa kutisha juu yake. Nipo tayari kumfanyia chochote ili mradi tu awe wa kwangu. So nifanya kazi kwa nguvu sana ili tu nisimkumbuke tena. Nisiwaze kuhusu yeye na nisisumbuke muda uende siku ishe. Haikuwa rahisi kabisa. Kila muda nashika simu kutazama lolote, ila wapi. Zaidi nilishia tu kutazama picha niliyotumiwa na Hilary na vitu kama hivyo. Ulifika mchana pia nilimtumia ujumbe Tedesta. Nilimtamkia mchana mwema kwa upole tu. Nikasema Ted nakutakia mchana mwema. Lakini wapi Ted hakunijibu. Nilizidi kujisikia vibaya na kuumia sana ndani ya moyo wangu. Sasa Lily ndiye aliyenitumia ujumbe WhatsApp. Alituma picha ya ofisi akiniambia kwamba Adam, ona pamependeza sana. Asante sana kwa jana. Ulinisaidia kununua vitu vizuri kwa ajili ya ofisi yangu, ubarikiwe sana. Unajua nasoma tu unapata hasira. Wewe mwenyewe nadhani unaelewa kwamba kuna wakati unasubiri message ya mpenzi wako, afu kuna bata nyingine na kutumia ujumbe yani hata uelewi.
Wakati wa muda umekaa karibia risala, ni message ujibiwi, simu upokelewi. Aya. So mimi nilikuwa nasoma napata hasira tu, nasoma natamani awe ni Tedesta ndo ameniambia. Najikaza nitafanya nini sasa? Nikamjibu kiupole, sawa hakuna shida, hongera sana Lilian, siku moja nitakutembelea. Basi hapo Lili akanijibu ya kwamba Adam, natamani hiyo hata leo, ili kabla sijafungua ofisi hii rasmi utie baraka zako. Yaani unajua msikilizaji, ninasoma tu ni kama vitu vya kawaida, yani sitabasamu wala sifanyi lolote kudadadeki. Just imagine mtu anataka kufungua ofisi lakini anakukaribisha wewe ukawe ni kama yani ukatie baraka zako. Lakini hebu fikiria tu hata wewe mwenyewe, hii message ndio ilikuwa imetoka kwa Tedesta kwamba niende nikatie baraka. Mapenzi upuuzi sana. Yaani nasoma tu kama vitu vya kawaida, sitabasamu wala sifanyi lolote. Nikaambia tu ya kwamba nitafanya hivyo ingawa sijui itakuwa ni lini. Ni kama alindhamiria yani. Kwani hapo tena alinijibu ya kwamba naanza kuombea siku hiyo ili itokee haraka sana. Basi nikasoma na kujisonya kidogo, tukisha nikamjibu ya kwamba Amina, nina kazi kidogo Lilian, nitakucheki baadaye nikitoka kazini. Akanijibu na kusubiri. Yaani mimi natamani Tedesta ndio awe ananiambia hizi habari na sio mwanamke mwingine, lakini sasa Teddy mwenyewe ndio anielewi. Hatimaye kwa taabu sana nilimaliza siku hii, nirudi nyumbani kinyonge sana, ila Teddy hakunitafuta kabisa. Hakutaka hata kujua hali yangu. Mimi ndiye kama nilikuwa namhitaji sana. Mimi ndiye kama nilikuwa sijiwezi kwake. Hana muda hata kidogo na mimi. Hanifikiri kabisa. Lilian ndiye kila muda anataka kuwasiliana na mimi, kunitumia ujumbe na kutaka niwe karibu naye. Na mkwepa lakini wapi? Yaani amekuwa msumbufu sana. Zilipita kama wiki 3 hivi. Teddy tukiwa bado hatuwasiliani kabisa. Zilikuwa ni siku ngumu sana kwangu. Siku za kuishi nikisubiri sana simu yake. Yaani nilikuwa nina hamu naye sana, walau hata aniambia hata mambo. Ile ilikuwa haitokei. Lila nisijua hata alikuwa amepanga nini kwangu. Kwa maana ndio kama alikuwa amejua hivi. Akawa sana jisogeza sana kwangu. Sasa na mimi nashindwa kumsukuma mbali kwa maana maisha yangu mimi sielewi. Nilikuwa najiuliza, nimwache mwanamke ninempenda kwa sababu ni kahaba hanipendi, ama niwe na mwanamke mwingine ambaye yeye ananipenda ila mimi simpendi? Unajua nilikuwa nikikaa mwenyewe, kuna muda ninawaza nikae na Lilian niache na Teddy. Yaani unajua mapenzi yanazidi nguvu. Nikiwa na Teddy napata furaha ambayo tangu kuzaliwa sijawahi jihisi furaha hiyo. Sasa siku hii bwana, mimi nilikuwa nyumbani. Lilian alinipigia simu, nikapokea, akaniambia kwamba Adam, nipo ofisini hapa, kuna vitu havipo sawa na kwamba mwenzio, na kuomba njoo basi upaone ofisini unipe na ushauri wa nini nifanye. Basi mimi kwa upole nikamwambia kwamba Lilian, hata kula sijala hapa. Yaani hapa nilipo ndio nahangaika nipate chakula. Basi akaniambia kwa furaha, wow, hata mimi bado sijala. Basi njoo basi hapa, kisha tukimaliza tutaenda sehemu ya kula na mambo mengine atafuata. Nikavuta pumzi nikasema sawa, nakuja nisubiri. Akaniambia kwa furaha, nimefurahi sana na kushukuru sana Adam. Nikakata simu nikisema kwamba Tedesta, ina maana unikumbuki? Kosa moja tu, nataka kubadilisha maisha yangu kuwa jehanamu. Na kwamba basi unitafute, sina raha kabisa bila wewe. Mimi nilikuwa najipa matumaini tu ndugu msikilizaji. Maana hata hakuwa ananisikia wala kuniwaza. Hakuepo katika maisha yangu. Yaani ni kama tu ninapoteza muda wangu kumfikiria. Basi bwana, mimi nijiandaa nami huyo nikaenda paka kwa Lili. Nilipofika nilipokelewa na Lili. Alikuwa amependeza sana. Sijui ananifanyia makusudi au vipi. Ila niliona ni kama amependeza tofauti na vile alivyokuwa siku nimekutana naye for the first time kule kwa mama yangu. So aliponiona nitabasamu akasema kwamba karibu sana. Wow, nimefurahi sana kukuona. Nimefurahi sana Adam, karibu. Nitabasamu, akanishika mkono, sasa tukiingia ofisini. Nilikuwa natamani kujitoa mikononi mwake. Tunajua tena ni mtu ambaye umpendi hata akikushika mkono, yani kuna namna fulani tu unajikuta kama unatembea kunyosha mikono mbele ili tu yani uachane naye. Unajua kuna kale kama mti fulani ni hutaki kushikwa mkono, yani unajikuta tu umewashwa wakati hata hujawashwa. Basi tu ila maisha haya jamani. Sasa nilikumbatia na kusema kwamba umependeza sana. Mimi nikana shangaa tu. Nami nikasema kwamba umependeza sana Lili, yani kama ofisi yako tazama ni nzuri sana tena ya kisasa. Basi Lili akatabasamu na kuanza kusema ni kama vile anaendekea vile. Akasema kwamba tazama kuna taa hii hapa na hii hapa. Sasa sijui ipi ni nzuri. Kuna hapa urembo. Yani unajua mwanzoni ipo njia panda. Naomba nisaidie tafadhali Adam, please. Sasa mimi tena nitafanya nini sasa? Sitaki kumuumiza mtoto wa mama. Nikamwambia kwamba usijali, acha tuchague. Basi pale tukajikuta tunacheka.
gonga na mambo kama hayo. Kama nilivyosema msikilizaji, Lily ni mchangamfu, alafu Teddy ni mpole. Tofauti yao iko hapo. Sasa sijajua kule kwenye 6-6, lakini kwa mara tu ya kwanza yani utofauti wao ndio. Teddy ni kapole, Lily ni mchangamfu. Hata kuongea taratibu sio kama huyu Lily. Yani Teddy kuongea kwake sio kama huyu Lily. Lily ni mchangamfu, alafu ni mjanja, mcheshi. Tulitumia muda yani. Na mwishowe aliwasiliana na watu wake, tukawa tumemaliza hivyo. Nikiwa pale, Hilary alinipigia simu kuwa kuna kitu kinahitajika, hivyo nikutana naye nimpatie. Nilimuomba muda na kisha baada ya kukata simu nilimwambia Lilian ya kwamba kabla tujaenda kula kuna flash tupitie nyumbani na kisha tutaenda kula. Kisha nitampelekea mtu hiyo flash, afu ndo nitakurudisha nyumbani. Basi tabasamu tu na kanambia kwamba sawa, wala hakuna shida kabisa. Basi bwana. Baadhi ya wafanyakazi pale walifika, tukawaacha na sisi tulitoka tena, Lily akiwa sasa amenishika mkono wangu na moja kwa moja nilienda naye mpaka nyumbani. Tulipoingia ndani, Lily hakukaa kabisa. Alikuwa anazunguka pale sebuleni akishangaa uzuri wa nyumba. Hata aliniambia kwamba Adam, nyumbani kwako ni pazuri sana, nimepapenda, hongera. Nami nikatabasamu na kusema nashukuru sana Lily. Lily alinisogelea na kunitazama usoni akisema kwamba siku ya kwanza mama ananiambia kuhusu wewe, nitamani sana kukuona, na siku niliyokuwa nimekutana na wewe nilifurahi sana. Kamtazama tu na kutabasamu. Lily alinisogelea tena na kusema kwa madeko kwamba Adam, wewe ni mwanaume mzuri ambaye kila mwanamke anatamani kuwa na wewe. Hata wewe Lilian ni mwanamke mzuri sana. Lily akasogea zaidi na kunifanya sasa nishinde kusogea, nikabaki na shangaa tu. Aliniuliza kwa sauti ya chini ya kwamba kweli mimi ni mzuri Adam? Nikaitikia kwa kichwa. Na Lily aliniambia kwamba kama mimi ni mzuri, mbona sikuvutia Adam? Mimi ni mzuri kweli? Msikilizaji, mimi sikuweza hata kujibu. Akanisogezea midomo yake, akaanza kunichuma pale. Sasa mimi nikani nimezubaa tu, nawaza nijiachie ili apate anachotaka, asinione mzembe au nifanye nini. Si akanisukuma kwenye kochi bwana. Huyu sasa naye anakuja na mambo yake ya kizungu. Mimi nikaa nampa ushirikiano tu, anachumchum pale tu kwa juu. Mara siji mimi nikaanza kumuona kama analegeza nguo zake nini. Nikaona huyu mbona kama anataka kunipatia tunde kirahisi sana. Sasa mimi nikawa nipo tayari kumuonyesha kazi. Sasa yeye si akawa sasa kanitia wazimu, na vile sasa tangu Teddy pale alivyo mara mwisho kunipatia sijala tena. Kama mwanaume nina mzangu kibao. Sasa nikawa nataka nile chakula kilichojiandaa. Nikawa tayari na mimi nimeanza kuziondoa pale nguo. Yaani kujiondoa pale nguo kwenye kochi. Sasa wote tulikuwa vizuri kabisa. Tena tuko watupu kabisa. Sijui hata nini kilichotokea bwana. Sikuwa na hisia tena na huyu mwanamke. Yaani ni zilikata. Yaani kalikuwa kamenyoa njwi. Kama unavyoona mkonga wa tembo muda wote ulivyo. Yaani ni umelala. Unajua kwanza nijikuta nainuka Oya. Bwana mkubwa ni amelala, yaani ni usingizi wa saa 8. Hainuki tena. Nikaanza kuvoka nikisema kwamba no, siwezi kufanya hivi. Lily alinitazama na kuniambia kwamba tena aliniambia kwa huruma sana, akasema Adam, usifanye hivi Adam, sasa unaniachaje hivi Adam? Jamani, tazama nipo yani kwa ajili yako. Kwa nini sasa unichezea na uniache hivi bwana? Sio tabia nzuri bwana, nakuomba basi hata kidogo jamani, usifanye hivyo Adam. Nilimtazama nikiendelea kuvaa. Kisha nilipomaliza nilisema ya kwamba Lily, tafadhali vaa nguo zako. Lily yani kwa kushangaa akasema, are you serious? Yaani Adam, yani umeniandaa vizuri na unifanye chochote kweli jamani, sasa kwa nini unaniacha hivi sasa? Hivi unaonaje mimi Adam? Ina maana unipendi, huna hisia na mimi kweli jamani? Aliinuka na kuanza kuvaa tena kwa machozi yakimtoka. Alipomaliza alinitazama na kuniambia kwamba sema kitu Adam, mimi sitaki mimi niwe kikwazo katika maisha yako. Ninaponiambia ukweli jamani, hunipendi hata kidogo. Nilimshika mkono wake. Nikamtazama kwa huruma na kumkumbatia. Wakati huo sasa akilia. Nilipomaliza nisema ya kwamba sikia, wewe ni mwanamke mzuri sana. Mimi sitaki bwana kusikia habari za mimi mwanamke mzuri kwa sababu bwana, mimi sitaki. Kitu pekee ambacho mimi nataka kusikia ni kuwa hunipendi hata kidogo. Una mahusiano yako na mambo kama haya, nataka kujua bwana. Kwa nini unitazami kama mwanamke? Lily, natamani labda ningekuona mapema Lily. Pengine nisingeona mwanamke mwingine baada ya wewe. Ni kweli, sina mahusiano kama ujuavyo. Ila ninaye mwanamke anayeishi ndani ya moyo wangu. Sifanyi chochote bila yeye. Natamani ungejua hilo Lilian. Ninampenda sana, sana tu. Ni bora kuliko mimi. Kwa nini yani umemchagua dhidi yangu? Kwa nini Adam? Adam, kwa nini
mbona mimi ni mwanamke mzuri tu Adamu? Kwa nini yani? Nitazame uone vizuri. Lili alikuwa anaongea kwa uchungu. Unajua inauma kumlinganisha mtu. Oya, inauma sana kumwambia kwamba mtu fulani ni mzuri na yani najisikia amani kwake. Wewe unaweza kujiona ni kama ligogo tu ambalo hata ukiliwasha moto aliwaki. Nijikuta ninamisha kichwa changu chini. Nijikuta kichwa changu hakiwezi inuka. Machozi yananitoka sio kwa ajili ya Lili. Ninaona wazi, ninajiona dhahiri nilikuwa nakaribia kumsaliti Teddy wangu, kitu ambacho moyo wangu hautaki na hujawahi kutaka. Mimi nampenda sana Teddy. Msikilizaji, wewe nitukane tu wezavyo kwamba yani najizuia kumsaliti kahaba. Huwezi jua huko kashapigiwa simu mbili na wanaume washakula vya kutosha. So Lilian alipoona anaongea sana na mimi nimetazama tu chini, akaniambia kwamba nashukuru Adamu, asante sana Adamu, wewe kumbe ni sawa tu na wanaume wengine, unadharau sana, unaona kabisa mimi ni mtu wa hivyo. Sawa, nashukuru, asante. Sasa mimi kama mwanaume najua kabisa kitu kilichotokea kitamsumbua sana Lili katika akili yake. Yaani hakuna kitu kinamkwaza mwanamke haswa kwa wale ambao imewatokea. Upo naye ukafanya vile unavyotaka kufanya, alafu simalize mchezo. Katika baadhi ya vijiwe vyetu huwa tunaongea na kwa bahati mbaya huwa inachekesha sana na tunafahamu wazi kuwa inaumiza jinsi yake. Mwanamke anaanza kujiuliza maswali mengi. Sivuti? Sina mvuto kwake? Nina umbile baya? Nanuka? Naonekana wa ajabu? Ngozi yangu mbaya? Na vitu vingine tu kama hivyo. Au malize kula kaembe alafu uondoke. Yaani usepe tu bila hata kuongea neno lolote. Yaani sasa ukishaondoka, sasa unaanza kumfanya mtu ajiuliza kwamba vipi? Ni diaba? Karai? Nini? Ama harufu? Ama gogo? Nini? Kwa nini yani? Kwa nini baada ya hivi? Yaani kuna maswali mengi sana. Ila Mungu wangu shahidi msikilizaji, Lili hakuwa anatakiwa hata akajiuliza maswali hayo. Kwamba kwa nini tu kakata ghafla? Kwa nini yani amekosa hisia na mimi? Kwa nini tumeandana kabisa ilikuwa ni swala tu la kuchukua funguo na kuweka kwenye kitasa? Kwa nini baadaye funguo imerudi mfukoni? Ni mimi ndani ya moyo wangu msikilizaji. Ndani ya moyo wangu. Yeye ni mwanamke mzuri, anavutia, msafi, ngozi nzuri. Ila sina hisia naye kama ambayo nikiwa na Teddy ninajisikia. Nadhani ambao mshawahi kupenda mnanielewa sana. Yaani mimi sipo hivyo kabisa kwake. Kaumia sawa, nisamee. Mimi natetea uaminifu na mapenzi yangu kwa Teddy. Hata Otile Brown alishawahi kuimba mapenzi hisia. Haya. Kwa hiyo alipoondoka kwa hasira niliinuka na kwenda kufunga mlango wangu vizuri na kurudi kwenye kochi. Yaani sikuwa vizuri kabisa. Nilikuwa najiona kama vile nimemkosea Teddy. Ni mapenzi amenikamata. Huwezi kunielewa msikilizaji. Wanasema mapenzi ya kweli hayapo Hapana, ni vile tu wewe hujakutana na mtu sahihi bwana. Pindi ukikutana na mtu sahihi atakupenda sana na hutoamini. Atakupenda kwa hali na mali. Sasa haijalishi mazingira uliopo. Atakupenda. Pengine muda utakuwa umeenda sana. Pengine utakuwa na mtu mwingine. Kuna watu mnaingia kwenye ndoa afu ndo anatokea mbuzi mmoja anakupenda na kujali. Pengine utakuwa umeshalia mpaka basi. Ila mtu sahihi ambaye ungepiga goti kumomba Mungu pengine angekukutanisha naye kwa muda mwafaka. Mtu huyo akifika kwa maisha yako lazima akupende mpaka wewe mwenyewe unajua kwamba huyu mwanamke, huyu mwanaume ananipenda sana. Sasa kama mnavyojua Teddy tangu siku niliyomwambia nampenda na kumtaka aache ile kazi. Unajua ni kama vile nimemfukuza katika maisha yangu Sasa bwana kwa sasa hivi apokee simu, hajibu chochote na mwezi unakaribia kukata ndugu yangu hapa tangu ninavyokuambia. Unajua ninavyojisikia moyoni, yani ni kama moyo wangu upo katika vipande viwili tofauti na ninajaribu kuunganisha kwa kushona tena kwa sindano ya kushonia viatu. Ninasikia maumivu makali mno kuwa mbali na huyu mwanamke. Nakumbuka sasa nikiwa hata sijatulia nilimpigia simu bwana. Simu iliita, haikupokelewa. Niliamua kupiga tena. Safari hii alipokea na kuniuliza kwamba kwa nini unakuwa msumbufu hivyo kwangu? Hebu naomba bwana uniambie unataka nini? Nataka huduma Tedesta. Ndio, nahitaji huduma. Au sasa ndo maneno. Na kama unavyojua mimi sipendi Uswahili mimi. Wakiniambia nalala ama narudi. Tutalala wote Teddy mpaka asubuhi.
ila safari hii sitapenda unitoroke. Pesa yako tu, pesa yako Adam. Ila chonde. Sitaki mahubiri yako. Sitaki ushauri wako. Wewe nitumie utakavyo, nitumie tu mimi. Ila mimi naomba uniache na maisha yangu. Sitaki kuhubiriwa habari sija ambazo hazina hata mashiko. Kama ni ushauri utumie kwako kukuboresha, sio mimi. Basi nikajikuta najikuna kichwa tu. Nikasema na kwaidi. Akaniuliza kwa mbaya, hujasema eneo sasa ni wapi? Nikaambia pale tulipokutana siku ile. Akasema sawa, hakuna shida, nitakuwa hapo. Unajua msikilizaji, huenda zipo sifa za mwanamke huyu labda ambazo unasahau. Mbali na hii tabia yake, uzuri wake, akivaa vizuri, akivaa kwa heshima, huyu mwanamke ni ana muonekano wa kitakatifu sana. Ukiwa na macho haraka utasema, oya, huyu hana dhambi. Chachigero si ndio huyo? Yaani ni mpole sana kuanzia kuzungumza kwake mpaka sura yake. Sasa sijui ilikuwaje maskini ya Mungu akawa hivi. Ni wazi kabisa Mungu alimkusudia kwa jambo lingine kabisa. Nilipokata simu nilisema kwamba afadhali leo nakuona. Nitalala vizuri Teddy. Nataka nikuombe radhi tena. Najua utanisamehe. Basi niliingia chumbani. Unajua Teddy ni mwanamke fulani hivi makini kwenye kujipenda. Hivyo sikuwa nataka kumwangusha. Alafu kuzingatia sasa zile purukushani na Lili, nikawa ninahisi labda anaweza kuhisi kitu au kijasho kitamfanya aweze kufikiria kwamba nilikuwa na mwanamke. Basi niliamua kwenda kuoga. Kwa ajili yake kila kitu nilitaka kufanya. Yaani nilitaka kufanya kila kitu kwa ajili ya Teddy. Niliingia zangu kuoga, nikavaa na kisha taratibu nikatoka na gari yangu, maana mimi sikuwa nataka nionekane natembea kuelekea eneo lile. Nilitumia gari na nikafika, nikalipia chumba na basi mwanaume nikatulia zangu chumbani. Teddy baada ya muda alifika. Nilimfungulia mlango na kisha nikamkaribisha. Nikisema kwamba karibu sana Teddy, nimefurahi kukuona. Alinitazama, alikuwa amependeza sana. Umependeza sana yani unapendeza kila ninapokutana na wewe. Najua hii ndio tabia yako halisi na mimi sichoki kukusifia Teddy. Umependeza. Asante sana Adam. Asante sana Pastor Adam. Acha masiara Teddy, tuachane na hilo, karibu. Yaani Teddy mbele ya hela. Kama hakuna kilichokuwa kimetokea vile. Alinikumbatia akasema kwamba nimekaribia, nipo hapa Mr. Adam. Basi nilishakutabasamu tu. Kisha kama kawaida alinisukuma kitandani. Teddy yani kuvua nguo humuombi. Yaani ni yeye mwenyewe akifika tu anaanza kazi yake mapema. Hataki mambo mengi. Yaani mapema. Alianza kutoa, kisha akamaliza, alisimama mbele yangu kwa mapozi na mitego ya mahaba akiwa anajizungusha nini, akatoa na bigini yake, akawa ameshikilia tu mkononi, akanitupia usoni. Nikaanza kunusa maskini. Yai, alianza kucheza mbele yangu. Safari mimi sikutaka kujisikia chochote. Yaani mimi sikutaka tena kulala na Teddy kwa kumlipa. No, sikutaka kumnunua huyu mwanamke. Hapa sikufanya hivi ili kupata pesa. Badala ya kupata hisia naye ili sasa nijilie vyombo, nijikuta ninapata hisia kali za huruma na maumivu. Unajua nilitokwa na machozi. Nijikuta simtazami tena, natazama pembeni, machozi yananitoka. Nalia. Teddy aliona hilo. Kwa upole akaniuliza kwamba Adamu naumwa. Nilimtazama sura yake vile anavoniuliza kwa upole. Yaani ni mwanamke mzuri na mpole sana. Bado msichana mdogo ambaye pengine sasa alitakiwa awe chini ya uangalizi wa mama na baba. Kama kuolewa mimi nikamchukue kwa heshima kwao na aolewe. Pengine hata angepata elimu yake ya kutosha tu. Maana anaonekana kujielewa na akili maskini. Kila nikiwaza anajiuza ni naishiwa nguvu. Naishiwa power. Naishiwa power. Nilisimama nikatoa wallet. Nakumbuka namna nilitoa pesa yangu na kumshika mkono wake nikampatia zile pesa. Kisha nikachukua taulo ambalo lilikuwa pale kitandani. Na kwa upendo kabisa nilianza kumfunga ile taulo. Yaani kilo safi kabisa. Nilipomaliza kumfunga nilimkalisha kitandani, yeye akiwa ananishangaa tu. Unajua alikaa kitandani ananishangaa. Nilipiga magoti mbele yake. Sitaki kukununua ili nilale na wewe. Leo nataka ukae tu karibu na mimi Teddy. Sitaki kulala na wewe. Teddy aliniita kwa upole sana. Macho yake ni kama vile anataka kulia. Nilimtazama na kujikuta mbele yake tena nashindwa kuzuia machozi yangu. Kwa uchungu nikilia. Nilisema kwa nini hunielewi ninaposema nakupenda Teddy?
Kweli sikutanii. Teddy mwenyewe alianza kulia kwa uchungu. Ya, huyu binti alilia alilia. Ina maana Adamu, wewe huoni kwa mimi ni malaya? Hauoni kwa mimi ni kahaba? Kila mwanaume ananinyosha kidole na kunisema vibaya. Ina maana wewe hauoni hilo Adamu? Teddy, ni wao ndo wanaona hivyo Teddy Esther. Ila mimi nakuona wewe kama mwanamke mzuri sana. Mwanamke mrembo na mwenye tabia njema. Sijui nini ambacho kimekutokea katika maisha yako hata ukahangaikia huko. Kitu pekee ninachoamini ni kuwa mimi Adamu nakupenda sana wewe. Nataka kubadilisha tabia yako. Tuna tabia zetu kwa pamoja. Nataka watu watuseme kwa pamoja kwa tabia ambazo tunafanana. Teddy, mimi sijui chochote. Ila tangu siku ya kwanza nilipokutana na wewe, nilijiona kabisa nataka huzuni yako iwe ya kwangu. Machozi yako yawe yangu. Furaha yako iwe furaha yangu. Nataka kugawana maumivu na wewe. Nataka kufanya maisha na wewe Teddy. Hivi Teddy, si unaweza kubadili tabia kwa ajili ya kuwa na mimi? Si unaweza kuwa mwanamke mzuri walau kwa ajili ya penzi langu? Teddy, naomba unisikilize Teddy. Mimi sichukii tabia yako. Ni kweli si nzuri na inaniumiza sana. Ila mimi nani hata nikuhukumu? Teddy, I love you. Nakupenda sana mama. Ninapotazama kesho sioni kesho kwa ajili yangu, bali naona kesho kwa ajili yetu sisi sote. Mimi na wewe, kesho yetu ni mimi na wewe. Nataka tuishi katika dunia pekee yetu. Teddy, hutaki kuwa sehemu ya dunia yangu? Jitazame Teddy. Sipendi unavyofanya. Wanaume wanakununua kwa tamaa zao binafsi. Kwa nini Teddy? Una mikono, unao miguu. Unaweza kufanya lolote upate pesa. Na ona nipo hapa. Nipo tayari kukuchukua jinsi ulivyo, kukupenda na kukufanya wangu. Ili mradi tu ukubali kunipenda kama ambavyo nakupenda. Nitakufanya wangu wa maisha. Teddy alikuwa ananitazama tu, hata mdomo wake hakufungua. Akawa ananishangaa huko analia. Unajua kuna kale kilio fulani kalikochanganyikana na, yani unashindwa kutoa sauti lakini unabanabana mdomo tu. So alikuwa ananishangaa sana mtoto wa kike. Adam, kwa nini Adam nakuonea huruma? Haujaona wanawake wazuri nje huko? Wapo wengi sana Adam, wanajitunza, wana maadili. Unajua kuna muda hata mimi nikikaa mwenyewe namwambia Mungu akinipa mtoto asiwe mtoto mbaya kama mimi. Sitamani kulea mwanangu aje kuishi hapa au atafananie mimi. Najichokea. Look at me. Sina thamani. Hakuna na hajawahi kuwepo mwanaume akaniheshimu, akanipenda na kunithamini. Wanaume wote wananiona mimi ni malaya. Wananiona kahaba. Sifai kabisa. Upo muda Adam unatamani hata kwenda kanisani. Ila ukijitazama unajiona ufanani. Unajiona ufai kuwepo mbele za Mungu. Ukiniuliza hapa ni wanaume wangapi nimelala nao? Ni wengi mno. Sana, wengi mno, siwezi kuhesabu. Ni wengi mno wameshapita. Kuna wakati tunalala na mwanaume hata kwa 1500. Si 1500 tu Adam, hata 2000. Adam, ustahili kuwa na mwanamke kama mimi. Ustahili. Hata hivyo katika maisha yangu mimi sijawahi kusikia kuhusu upendo. Mimi sijawahi kupenda, sijawahi kupendwa, hata sijui thamani ya upendo. Sistahili chochote katika hii dunia. So nakuomba Adam, naomba niache Adam. Mimi naamini Mungu atakusaidia tu utapata mwanamke mzuri sana kwa sababu unastahili hilo. Usininyime hiyo nafasi ya kushuhudia mabadiliko yako mama. Mimi sio yule mtu ambaye anamwacha mtu kwa sababu ya tabia. Teddy, tuwe pamoja kwenye hili. Tuombe pamoja. Tulale pamoja na tuamke pamoja. Nakuomba sana Teddy. Usirudie kusema huna thamani. Kila mmoja alipoumbwa hapa duniani alikuwa na kusudi lake lenye thamani. Unatakiwa kukubali kuwa kusudio ama kusudi la Mungu kwako halikuwa kukufanya uwe hivi. Kama hakuna mtu anajua thamani yako, nataka nikwambie Mungu anajua. Mimi Adam najua thamani yako. Mungu nipatie huzuni zako mama. Nipe majonzi. Nipe maumivu
tubadilike pamoja. Hata mimi sio msafi kama unavyodhani. Pengine nazo tabia zitakukera. Ina maana Teddy utaniacha kisa tabia? Au utanisaidia niachane na hizo tabia? Teddy, mimi nakuahidi sitakuchoka. Sitakumbuka kuhusu haya. Nitakuona kama mwanamke. Hii ni siri yetu Teddy. Wewe ni mwanamke wangu mzuri wa thamani. Hakuna mtu anatakiwa kusema vibaya kuhusu wewe. No. Mimi sitakubali usemwe vibaya. Nitakuwa hapa kukutetea Teddy. Teddy, nakupenda. Kwa nini unanikatalia? Ina maana unaye mwanamume mwingine unayempenda? Au unapenda kuwa kahaba Teddy? Tedesta alinisukuma na kukaa chini akilia kwa uchungu sana, tena kwa sauti. Alilia kiasi ambacho hadi macho yake alianza kuvimba na kuwa rangi nyekundu, tena iliyokoza. Nilimwonea huruma sana, nami nilikaa chini. Alinitazama usoni akisema huku akifuta machozi yake na kuniambia kwa maumivu makali sana ambayo uso wake ulitosha kuelezea. Adamu ni mwanaume wa ajabu sana. Tangu kuzaliwa kwangu, tangu sehemu ambayo nimetoka, sijawahi kukutana na upendo kama nimekutana nao kwako. Sijawahi kuona upendo huu mahali popote Adamu. Ni wa ajabu sana wewe. Sikumbuki kama nimewahi kupendwa na mtu. Sikumbuki kama kuna mahali katika maisha yangu nimewahi kuhisi upendo. Pamoja na huo uzuri ambao wewe unausema, upole unaozungumzia, mimi sijawahi pendwa nikahisi kupendwa. Mimi siku zote najiona sina maana katika dunia, sina bahati kabisa. Mimi ni mtu wa kulia every day. Kuna mtu anaona kabisa nasubiri kufa tu niachane na hii dunia. Ila tangu siku ambayo nimefahamiana na wewe, mbali na kujua yote ambayo umenitendea, nilikataa kuwa karibu na wewe. Nilikukataa karibu yangu, lakini bado ulinipambania. Hukuwahi kunichoka Adamu. Upo muda wote. Nilikuwa nikikaa mwenyewe chumbani na kufikiria, hata nawaza labda una mambo yako, lakini mume wangu ulikuwa unakataa kwa maana ulikuwa unaonekana ni mkarimu kwangu. Kuna muda nilikuwa najiambia haiwezekani mimi kuwa pamoja na wewe kwa sababu mimi ni kahaba. Najiuza na wewe ni mtu mwema Adam. Ila bado ulizidi kuwa karibu na mimi. Ila siku ambayo uliniambia nisitoke. Mimi sijawahi kumtii mtu mimi Adam. Lakini wewe nilikutii, sikutoka. Bado nifikiria sana, nilijiona kama nachanganyikiwa. Kahaba mimi nitawezaje kupendwa hata niache kazi inaonipa maisha? Ila unajua nini Adam? Hata wakati niliojitenga mbali na wewe nilikuwa nakumbuka sana. Mimi sikupenda tena kwenda kujiuza. Nilikuwa naona najikosea. Adamu ulinipa sababu kujipenda hata pale nilipokuwa najichokea. Ulinipa sababu ya kuishi hata pale nilipokuwa nimekata tamaa. Umenipa matumaini ya kujiona mimi ni mwanamke mwenye thamani kubwa hata pale nilipojihisi mimi sina ubora wote. Lakini Adamu mimi ni kahaba. Adamu mimi najiuza, nimelala na wanaume wengi sana. Huu mwili kuna muda naona hakuna hata maana ya kuvaa nguo. Wanaume wengi wanazijua sehemu zangu za siri. Sio sehemu za siri tena. Ni sehemu za public. Adam mimi sifai. Adam mimi ni kahaba. Mimi siwezi kupendwa. Huwezi kunipenda. Hata nikijisaulisha bado mimi nitabaki kuwa hivyo daima. Nitabaki kuendelea kuwa kahaba. Mimi sijaipenda kuwa kahaba, ila ndio nauishi ukahaba. Adam mimi ni kahaba. Inaniumiza sana kusema hivyo, ila ukweli ndio huo. Mimi ni kahaba. Alipofikia hapo nilimkumbatia. Tena nilimkumbatia kwa nguvu sana. Kwa sababu unajua alikuwa ameanza kulia mpaka sasa kamasi zinamtoka na machozi kwa kasi. Kiasi sasa naona kabisa huyu anapoteza nguvu zake. Nilimkumbatia, nikiendelea kulia, kisha nikamfuta yale machozi. Kwa upole nikamuita, naye akaita kwa jina langu. Nakuomba nitazame Teddy. Napenda kuona sura yako nzuri sana. Kwa uoga akanitazama huku machozi taratibu yakimshuka. Ukileo unakuwa mzuri zaidi, ila unaniumiza. Bado nakupenda sana. Adam, Tedesta, najua yote uliyosema ni kweli. Wewe ni kahaba. Watu wanajua hilo. Ila kwangu wewe ni wa pekee sana mama. Wewe ni mwanamke wa heshima, mpole na mwenye upendo. Natamani jua nini sababu ya wewe kufika hapa. Ila sio kwa sasa. Kwa sasa nataka uniambie upo tayari kunipenda. Kuwa mwanamke wa mwanaume mmoja ambaye ni mimi. Nataka kujua kama unataka kujiuza tena, ujiuze kwangu. Nataka kujua kama upo tayari kuachana na hile. Nataka kujua kama upo tayari kupendwa. Kuona maana ya upendo na kuishi upendo. Teddy, upo tayari kuacha kila kitu kwa ajili ya upendo? Bado unanipenda mimi? Sana Teddy, nakupenda sana. Oh Mungu wangu.
Adam, hivi nilivyo pamoja na yote niliyosema, Adam, bado unanipenda? Tabia zako zitakuwa zetu. Tupambane, tubadilike pamoja. Kama upo tayari kwa hilo, niambie nikupatie sharti lingine. Sharti? Yes, Teddy. Utakuwa wangu peke yangu. Hautojiuza tena. Utanitii na kuwa mwanamke kama hao wengine wazuri unaowasema, si ndio? Yote alitikia kwa kichwa na kisha akasema naweza, Adam. Ni tabasamu la kumkumbatia, kisha yeye alikuwa analia tu. Nilimwachia na kusema ya kwamba Teddy, hili pia ni muhimu. Lazima tujue afya zetu. Tujue afya zetu ili tujue namna ya kulindana na kuzilinda afya zetu. Teddy alinisukuma, akaniambia nilijua tu. Umeona sasa? Mimi siwezi kuwa mwanamke wako, Adam. Mtu kama mimi. Hivi unategemea mimi nitakuwa mzima kweli? Unatafuta tu sababu za kunihukumu, Adam. Mimi siwezi. Nimeshindwa. Siwezi kwenda hospitali na kupima. Mimi siwezi pokea majibu. Lazima tu nitakuwa nimeathirika. I can't. Naomba niache tu na maisha yangu. Yaani haiwezekani nitoke salama kwa idadi ya wanaume ambao nimeshalala nao. Siwezi hata kuhesabu, ni wengi sana, Adam. Ni wengi mno. Mwezi una siku 30. Kila siku nafanya kazi. Hesabu. Anyway, siwezi. Tuko pamoja. Umesikia? Huwezi kujihukumu namna hiyo, Teddy. Pengine mimi ndio mgonjwa, Tedesta. Hii ni kwa faida yetu sote. Tulindani afya zetu. Mimi sitakiwa na majuto juu yangu. Adam, vipi kama nikiwa nimeathirika? Bado utatamani kunifanya wa thamani? Umesema maumivu yangu atakuwa yako. Bado ipo hivyo? Kuna kitu hujaelewa, Teddy. Nakupenda. Upendo wa kweli kabisa. Nakumbuka nimesema kila nikitazama mbele yangu naona kesho nikiwa pamoja na wewe. Unafikiri natania? Au unahisi mimi sikumbuki maneno yangu? Wewe ni moyo wangu, maisha yangu. Wewe ni mwanamke mwenye thamani sana katika maisha yangu. Furaha ya maisha yangu yanategemea uwepo wetu, Tedesta. Nilipofika hapo nikacheka. Teddy akasema, "Si unaona hata wewe mwenyewe unacheka." Nacheka kwa sababu kuna muda sitamani kuanza maisha bila wewe. Natamani tuishi maisha yote pamoja, mama. Hivi unajua huwa namwambia nini Mungu juu yetu? Huwa namwambia Mungu usituue. Mungu usituue. Tujikuta wote tunacheka huku tukiwa tumekumbatiana. Upande wa Teddy hakuwa amechangamka. Alikuwa na woga sana. Ni wazi aliogopa kwenda kupima. Usiku ule tulitumia kuongea hayo mambo. Muda ulienda sana. Hata nijikuta nasinzia sana kama nilivyosema. Nilianzia kule kwa Lili. Hivyo hata akili yangu ilichoka. Teddy aliniweka mapajani mwake na kunichezea nywele tukiwa pale chini hata nikalala. Teddy akiwa anatazama tu. Huku mimi nalala nikiwa ninao furaha. Nimeweza kumtuliza Teddy. Teddy amenielewa. Na asubuhi tunakwenda zetu hospitali kupima afya. Kwa hiyo Tedesta hakunitoroka bwana siku hii. Niliamka, Tedesta akiwa pembeni yangu, ananitazama. Aliponiona na shangaa alinisalimia na kuniambia, "Sijakutoroka, nipo hapa." Nilicheka na kumuuliza kwamba upo tayari, si ndio? "Nipo tayari, Adam. Nimewaza sana, naona ni muda mwafaka kujua afya yangu na kufanya maamuzi sahihi walau kwa mara ya kwanza katika maisha yangu. So nipo tayari." Nilitabasamu. "Adam, nguo zangu unajua ziendani na wewe na mazingira tunayoenda. Tunaweza pita nyumbani walau nibadilishe?" Tuoge kisha tule. Tutapita dukani, baada ya hapo utaenda kwako, wala hata usihofu." Alinitazama tu. Nikamuuliza, "Vipi, unaogopa?" "Kidogo." Basi nikatabasamu tu. Kweli tukajiandaa pale, tukapata supu. Baada ya hapo nilimpitisha dukani na alipata gauni zuri sana. Ilofanya onekane kwa uzuri kabisa. Nikamtazama akasema kwamba jitazame, umependeza sana ukiwa hivi. Alitabasamu akasema, "Sana, ila najiona nimekuwa ajabu. Si unajua tena nguo nilizozoea." Nilicheka nikasema, "Zile sasa utavaa ndani tu, hizi utavaa nje, au unasemaje?" "Hapo sawa. Unajua najiona mpya kabisa, yani siamini kila kitu kinachotokea." Nitabasamu tu. Nilikuwa na furaha sana kuwa na huyu mwanamke. Nilishikana naye mikono, tukaingia kwa gari, na wakati nataka kutoka Tohirari alinipigia simu. Nikampa sababu nyingi ili mradi tu kazini tena nisiende. So tulifika mpaka hospitali. Wakati tunashuka,
Teddy aliniambia kwamba naona kama tuna haraka hivi, kwa nini tusisubiri siku nyingine? Hata mimi naogopa, ila kwa kuwa tumeshafika hapa, wacha tuende, tuwe tayari kwa lolote. Basi bwana. Baada ya kukubaliana twende kwa unyonge, kwanza mwenyewe alikubali kwa unyonge, tukaingia ndani. Tukaonana na daktari. Alitupa hongera sana kama wapenzi kwa maamuzi haya, na sasa alituelekeza sehemu sahihi ya kuchukulia vipimo. Natamani ningekuwa na video ya Teddy siku hii. Alikuwa hawezi hata kukaa, muda wote kasimama wima. Anaenda huku na kule, macho yake anatoa machozi, mpaka namwonea huruma yani. Nisimama na kumkumbatia. Teddy alisema naogopa Adam. Kama nikimbia majibu, sina ujasiri wa kupokea majibu. Sasa hata kabla sijajibu, tuliitwa bwana. Tulipoingia kwa daktari, alitupongeza kwa uvumilivu, akaongea na sisi kwa pamoja. Hapo nimemshika Teddy mkono kwa nguvu. Yaani ni anatoka jasho lile kule, jasho la mikono Daktari alimtuliza akasema kwamba ni lazima utulie ili upokee majibu kwa kuelewa. Kwa hiyo tafadhali tulia kabisa. Teddy alitabasamu tu na kufuta machozi. Just imagine majibu hajatoka, jasho na machozi yamaanza kumtoka. Daktari naye akasema tulieni tu, wala hata sio hivyo, wala hata kama imenani nyinyi sio wa kwanza, tulieni. Kisha daktari akauliza, vipi, mtapenda kupokea kwa pamoja au kila mmoja muda wake? Nikajibu tupe tu kwa pamoja. Basi na Tedesta akakubali kwamba tupewe majibu kwa pamoja. Daktari akauliza tena, nianze na nani? Msikilizaji, daktari inabidi aanze na wewe unayenisikiliza. Tukutane siku ya kesho kuweza kufahamu kipi kitaendelea. Kila siku utaipata hii simulizi msikilizaji mpaka tukapofika mwisho. Na hata wale wapenzi wa Hamza ni wahakikishie tu kwamba nitajitahidi sana, nadhani kuanzia wiki ijayo kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tarehe 25 hivi. Yes, hapa katikati tutaipata simulizi ya Hamza, lakini kuanzia tarehe 25 itakuwa inatoka every day. Ni kwa sababu kuna sababu ambazo ni ngumu sana kukuelezea na ukanielewa. So kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tukutane siku ya kesho tufahamu Dokta alianza na nani na majibu yalikuwa vipi. Langu jina Lucas Lumbas. Bye bye.